Nzuri sana, tulianza na Michael Jackson Human Nature na baadaye ikafuata track ya SWV ambao walisample wimbo wa Human Nature wa Michael Jackson. Alafu tukasikiliza Asha TID au sio bwana Misosi mabinti wa Kitanga. Tulimsikiliza pia Chingi, wimbo unaitwa Right There, moja kati ya vijana ambao walifanya vizuri sana na career yao ilikuja ikaharibika vibaya sana kutokana tuna masuala ya kihuni tunasema. Yani mambo ya kihuni na nini, basi jamaa akajikuta ameharibu career yake, yani mambo ya kupenda mabinti. Sasa jamaa alikuja akaenda extra. Sasa wakati ule badala ya yani ndo mambo haya ambayo sasa hivi yanaendelea, kipindi kile yalikuwa bado hayajawa na nguvu. Watu ambao wanajibadilisha wale wanaojibadilisha metikasi yao. Kwa hiyo badala ya kuchukua bibi akakuta akachukua BBC. Sasa ikawa kashfa kubwa sana. Kwa hiyo lebo yake ile ikaja ikamdrop hapo na career yake ikaanza kupotea hapo. Jamaa alikuwa ni mkali sana, shapiga mangoma tayari kisha kwenda mjini. Unajua una number one song in America, maana kisha kuwa number one song in America mwanangu, wewe ndo number one song in the world hiyo tayari. Tobo ndo hilo yani. Kwa hiyo basi na jamaa career yake kaharibika hivyo. Na anyways ndio mambo. Tulimsikiliza Kelly na Bushoke, lakini pia tulipata nafasi ya kusikiliza Mobb Deep na 50 Cent Out of Control. Hizi ni nyakati zilikuwa za kina Masele na mabrazameni sana. Mimi namkumbuka Masele nyakati za mawe, wakati anapigwa Masele alikuwa brazameni sana. Mimi namkumbuka Masele, kula atatueleza hapa. Maneno ya Dalin tulisikiliza pia na Solid Grand Family, inaitwa Bush Party, pia ni ngoma nyingine ambayo imepigwa na RDJ Mbu. Kwa hiyo sisi tunafurahia playlist yake RDJ Mbu na tunakukaribisha sasa kwenye the classic ya leo rasmi kabisa na the one and only bwana Masele. Masele, vipi rafiki yangu? Nashukuru Mungu, sio wewe. Sogea mic kidogo hewa. Okay. Mambo yanakuaje mzee? Mbona kinyonge bwana? Unajue haujapata vitu. Hakuna. Kwa watu sema hapa katikati nilikuwa ninasafiri kidogo, nilikuwa nafiwa. Nilikuwa nimeenda Mwanza, hali ya hewa kidogo na malaria, kwa hiyo mbona ni lazima nije pia. Kwa hiyo ndio kusema Masele hajachangamka, lakini siko sawa. Kumbe malaria. Mambo yanakuaje mzee? Nashukuru Mungu. Bwana, karibu kwenye the classic. Ndio. Na sisi tumefurahi sana leo kwa sababu tumekukaribisha wewe ambaye kimsingi tuna mengi ya kushare nawe. Na kwenye the classic hapa huwa tunafanya selection, tunakuwa tuna kama kibunge hivi. Unajua kibunge? Ndio. Kwa sababu wiki hii anakuja nani? Lakini sasa ili uweze kuqualify hapo inabidi wewe umefanya vitu vizito. Yani haji kila mtu yani, alafu at least basi miaka 10-15 hivi upo kwenye game, yani umedunda. Kwa hiyo tukaona kwamba mzee wetu bana, wewe leo walau tushare mawili matatu. Tumekuwa tukikushuhudia kwa muda mrefu sana, na niseme tu hongera kwa yote ambayo umeweza kuyafanya. Asante. Lakini walau leo unaweza ukatuambia walau kwa hapa kwa mwanzoni hapa, unaweza ukaihesabu miaka yako kwenye game kama professional actor inafika miaka mingapi? Kwa haraka inaweza kufika 30 na kitu. 30 kitu ndani ya game, lakini ndani ya game bila kupumzika. Yeah. Itafika 30? Inafika 30. Katika nikisema 30 nafika ni mwaka mmoja tu ambao mimi nilitulia. Lakini kwa sababu ukiangalia hapa haraka mizengo miaka 8. Okay. Nikaingia Bidco Show, nikakata na muda hapo. Naongelea wakati huo ni analog. Analog. Kwa hiyo baada ya hapo tena nikawa nafanya kazi zangu tena pia, lakini isitoshe kabla sijaingia mizengo pia nilikuwa ndani ya kazi hizo. Kwa hiyo mizengo niliingia tu pale wakati Mwalimu Max anaumwa, ndo nikaenda kukaa pale kwa ajili ya kuendelea na vile. Miaka 30 Masele, na maana ulianza sanaa mwaka 1995. Nikisema hivyo namaanisha kwa sababu hapa naongelea kwamba kazi nilianza wakati huo, yani kwamba sanaa tayari nilikuwa nayo na nilikuwa nafanya hivyo vitu, lakini ilikuja kufikia nafasi sasa ya kuanza kujulikana. Hapa nimehesabu na miaka yote ambayo nilikuwa napambana struggle na nini na kila kitu kwamba haikuwa tu ghafla tu
kwamba kwa mtu mwingine anaweza akawa ananiona akajua labda tu imetokea tu, lakini kwamba nimeanza muda katika mchakato huu. Ila nilitokea kundi moja ambalo liliwatoa wasanii wengi lilitoa Da Talent. Tutakuja hapo kwenye Da Talent. Bwana sasa bwana Mbu umesikia? Marcel bwana ana miaka 30 kwenye game. Ndio maana tukasema huyu mtu ana qualify vibaya sana. Yaani amezidi ile qualify. Yaani umezidi vile viwango vya qualify. Kwa hiyo sisi bwana tunakuwa tuna utaratibu wetu. Utaratibu wetu tunaujua mwanangu. Na nani utaratibu wetu bwana sisi hapa tunakuwa tukisha count hiyo miaka yako kwenye game huwa tunakupigia makofi ya heshima. Kwa hiyo give it up kwa Marcel kwa miaka 30 kwenye game. Makofi ya heshima kwa sababu ya hiyo longevity hiyo miaka 30 sio mchezo mzee wangu. Ulianza wakati una kama umri wa miaka mingapi hivi wewe mwenyewe? Umri wangu mimi wakati unaanza hiyo game hiyo. Kwa sababu ukiongelea kwanza hiyo 95. Ukiongelea 95 mimi ndo nimemaliza darasa la 7. 95 ndo umemaliza darasa la 7. Okay. Na wakati niko namaliza darasa la 7. Kwanza naongea hivyo kwa sababu sanaa yangu kikubwa zaidi kwanza tuanze kwanza shuleni. Unajua muda nyuma sana shuleni walikuwa hawasamini sana. Sababu zamani nakumbuka mimi kuna siku nilichelewa kuingia darasani. Wenzangu wakacheka mimi nikakamatwa. Kwamba nikabidi nipewe adhabu. Kwa hiyo walikuwa watambui kwamba shuleni wanabidi watengenezee mazingira mazuri ya kutengenezea nafasi za kuwa wasanii wazuri baadaye. Kwa hiyo ilikuwa ni sisi tunaonekana piga kelele tu. Kwa hiyo kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari ilikuwa ni habari hiyo kwamba mimi nilikuwa ni mtukutu sana, naonekana ni mtukutu, lakini sio mtukutu, nilikuwa na uwezo kuhamasisha. Nikaongea jambo na wenzangu wakaliweza kulisikiliza na kulifanya. Okay. Ndo noise maker. So noise maker. Yani hapo nilichomuelewa ni kwamba Marcel anasema wakati yuko shule yeye tayari alishaanza kuwa na uchakaramu wa hichi ambacho tayari anakifanya yani. Kwa hiyo sasa yeye alikuwa anajua kama ana talent, si ndivyo? Yani alikuwa anajua kama ana talent, ila pale shule wako wanamuona huyo muhuni. Ni sawa, ni kweli, kwa sababu ya nafikiri kama ulipitia vitu vya vipaji yani let's say kwa mfano kama mimi nimekulia kwenye jamii ya hip hop nini, kwa wakati nakuwa hata mimi mwenyewe shuleni walikuwa wanaona jamaa muhuni tu anajifanya Mmarekani, unajua kumbe mimi na vitu vyangu. Kwa hiyo ndio nilikuwa nachukuliwa kwa sababu even one of my brothers sasa hivi hapa ndo ananielewa nilichokuwa nakifanya kule, kwa sababu yeye alikuwa ananiona yani tulikuwa tunapigizana sana kelele. Yeye alikuwa anajua kama mimi labda sitaki kusoma nini, lakini mimi yani I knew exactly what I was doing. Kwa hiyo ndio hicho ambacho alikuwa anakisema Marcel. Na wao walikuwa wanajua kama wewe unafanya mambo ya talent na nini? Una talent kwa nyumbani kusema kweli. Walikuwa wanajua, lakini wakati huo nilikuwa na style moja hivi. Kwanza nilikuwa na uwezo sana kuja sauti za watu. Yaani mimi nilikuwa mtu yote nikimsikiza katika dakika 3-2 nishabeba, nishachota. Hata walimu nao walikuwa, nakumbuka kuna siku mwalimu katoka tu darasani, lakini kumbe alisahau vitabu. Mimi nikasimama pale mbele kumuigiza kama yeye anavyofundisha. Sasa wenzangu kwa wanacheka kikula mwisho nikaona wenzangu wako busy wanaendelea kuandika vipi tena, kumbe mwalimu yuko mlangoni ananiangalia kile ninachokifanya. Kwa hiyo ikawa tatizo kwangu. Lakini baadaye mwalimu kufurahi kwamba kumbe Marcel anaweza kufanya kitu kama hiki. Lakini akaona kama nimemkosea. Lakini sio kumkosea, ilikuwa ni kitu ambacho kiko automatically kwangu. Na nakumbuka pia hata shuleni nilikuwa mimi nikichelewa au nisipofika shuleni, mwalimu anajua mimi sijafika kwa sababu wapiga kelele wote namba moja lazima niandikwe mimi. Yaani hiyo lazima nitaki nisitaki hata nikinyamaza. Na mwalimu akiuliza Marcel hayupo, kwamba kishaona majina piga kelele sipo, anajua Marcel hakuwepo darasani. Kwa hiyo nikaa mimi nipiga kelele live tu, kwa sababu sasa sio piga kelele wa kuleta matatizo, hapana. Nilikuwa tu muda ambao tumetulia darasani, basi nilikuwa naweza nikatengeneza mada ambayo watu wakacheka wakafurahi. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Okay. So katika hiyo miaka ya awali tunavyoitazama hiyo safari ya kuanza kujiingiza kwenye sanaa, maana hapo ulikuwa unazungumzia kama kijana mdogo ambaye tayari ana talent lakini bado haijaanza kukubalika na unakumbana na hizo changamoto za shule kutokukubalika na kuonwa muhuni.
awali hapo ilikuwaje mpaka ukaanza kuingia kwenye sanaa sasa kiujumla? Okay, awali sehemu ambayo husika ambayo imeanza kunitambulisha kwamba niko vizuri kwenye na kipaji pia, tulikuwa tuna kundi mmoja kwanza ilikuwa inaitwa Tumaini, ambayo wakati ule ilikuwa ni ngumu sana kufahamika kwa sababu makundi yako mengi, kuna na makundi mengine yalikuwa ni makubwa. Wenzio kuna Kidedea, kuna Kaole, kuna ile kundi Sombe na Bocha alikuwa anacheza naitwa mambo hayo. Kwa kuzipata zile nafasi ilikuwa ngumu sana, lakini mimi nilichokuwa nakihitaji ni kutengeneza ukubwa wangu wa kazi zangu. Kwa hiyo nikatoka Tumaini nikaingia kundi moja linaitwa Da Talent. Ilikuwa ni Msasani kwa Bill pale. Kwa hiyo pale ndo safari kaanza vizuri pale, nikaendelea kwa muda na tulitumika sana kwenye matamasha. Tulikuwa tunafanya sio matamasha yetu. Na kuna matamasha aina gani mlikumbuka? Tulikuwa pale kama Msasani Club, tulikuwa tunaandaa matamasha yetu ambayo tunawaalika labda Kaole na wasanii wengine ambao wabongo. Ni waigizaji tu. Au bongo flavor. Tunaweza tukameta wawili wa kuimba, wasanii wa wakati wa bongo flavor ndio inakuja bado haijakolea. Haijakolea vizuri. Vitu havijakubali. Kuna wasanii maarufu ambao tutataja labda nitawataja baadaye. Kwa hiyo baada hapo sasa kuna wakati hapo tayari tumeshasogea mbele. Sasa kuna wakati siku moja alikuja mtu mmoja tu wa Christian Mwenga. Huyo alikuwa ni msimamizi wa Kaole. Hivi ni Christian ama Crescent? Crescent Mwenga. Crescent Okay, nalikumbuka ile jina. Basi yule mtu alikuja pale kwetu Da Talent. Kwa hiyo tulimhitaji kwa ajili ya kutengeneza movie yetu, tuliamua na sisi tutengeneze movie yetu. Lakini wakati tunatengeneza movie ilikuwa ni ngumu ni movie yenu kupata kuonekana, lakini sisi tulikuwa tunajaribu kutengeneza kitu ambacho kitatengeneza picha halisi kwamba je, hawa ni wasanii wa aina gani. Lakini yule director baada kuja kuona kile tunachokifanya, basi akabidi anitafute kwa njia nyingine. Akaambia bwana, wakati sasa baada muda kwenda hapa imefika sasa 2002, ambapo 2002 Maalim Max alikuwa anaumwa. Wakati anaumwa na yule Christian Mwenga baada kuja kwenye kundi letu kuniona, akaambia bwana, nitakuhitaji kwenye interview. Ilikuwa ni ghafla. Nitakuhitaji kwenye interview ambayo itafanyika pale Lango la Jiji. Na kamaona msanii mwingine ambaye alikuwa anaitwa Mkwele, ambaye nilikuwa naye pale. Na Mkwele mlikuwa Da Talent? Da Talent wako wasanii wengi sana wenye majina ambao wametokea hapa. Kwa hiyo akaambia bwana, pale tunahitaji wachekeshaji, lakini mimi nimewalenga nyinyi, lakini nahitaji mje kwenye interview mfanye kitu ambacho naamini kitakuwa kizuri. Tukaenda siku ambayo interview ilikuwa ni Jumamosi. Sasa baada ya kufanya ile kazi ya kwetu sisi tukabidi tuende pale Kaole. Kwenda pale Kaole, kwanza interview ilikuwa ya watu 100. Unahitajika watu wawili tu. Na masharti amtaki kuchekesha kwa kuongea. Mcheze mime tu. Bwana, kwa vitendo tu. Kwa vitendo. Na isizidi dakika 5, lakini yani sana wanahitaji ukicheza kwa dakika 5 kidogo unaonekana kuna vitu vimepunguza, yani ucheze kwa dakika 3 watu wafurahi. Ila isiwe dakika 5 ile limit tu. Lakini wanakuangalia, je, una uwezaje ku maintain hizo dakika na ukamaliza vizuri utakafurahi. Kwa hiyo sikio tumeenda pale kwenye interview kweli. Mimi nilicheza na Mkweli, tulicheza tu mimi mmoja hivi nakumbuka, ilikuwa ni gazeti. Kwamba mimi nilikuwa nasoma gazeti. Lakini yule mwenzangu anataka kuja kuangalia nini ninachokisoma. Kwa hiyo maneno nilikuwa nayataja mule yalikuwa yanatengeneza vichekesho. Labda mfano, nilikuwa nimeshika gazeti kwamba Yesu ananinyatia nyuma. Mimi naweza kaa kumbe kuna kitu nakisoma, lakini neno naliongea pale ni kumshtua yeye. Labda mfano naweza kusema, wewe nimekuona, Yesu anashtuka. Hii hadithi bwana inafurahisha kule. Huyu alimwona nani huyu? Yaani mimi yale maneno ndio yanamchezesha huyu huku ili kushindwa kusogea vizuri. Kila anapozidi kusogea kutokana kuna yanamuogopesha. Kuna vitisho. Naweza kusema tu wewe mwizi. Baadaye nikaijazia ile story kwamba vitu fulani hivyo. Basi ile interview tukaimaliza. Wakasema atatupa majibu, lakini siku hiyo tena tunatoka tu. Ilikuwa ni siku ya kushoot pia. Walikuwa Kaole wana shoot. Zembwela alikuwa yuko peke yake pale na ndio yeye watu wanahitajika wacheze naye. Sasa Zembwela alituomba tucheze. Yaani kwa siku hiyo bwana, mimi naomba basi tukashoot. Kwa sababu najua nimekuja kwa hii, basi mimi naomba tukafanye kazi kwa siku ya leo. Mimi niliona ngumu kwa mtu mwingine kupata nafasi ile kwa siku hiyo akacheza, angeona kwamba ni bonge la zahari. Lakini mimi nikafuata utaratibu. Nikamwambia Mkweli, hatuwezi tukacheza wakati sisi tuko kwenye interview. Wewe nani amekupa ruhusa ya kucheza na Zembwela? Wewe Zembwela unajua unamchezesha vipi?
Sasa unaweza kuvunja masharti kwa sababu kuleta ni mtu mwingine wewe kwenye interview inakueje sasa leo umekuwa mfanyakazi. Subiri upewe majibu kweli umepita basi utafanya kazi. Kwa hiyo nakumbuka Zembwe akujisikia vizuri. Nikaona hawa madogo wanakataa kucheza na mimi. Babu Nikamwambia sio hivyo, tunabidi tufuate utaratibu. Kwa hiyo baada hapo kweli majina kapita bwana katika watu wao unahitajika watu wawili. Kwa hiyo hapo ndo safari ilipoanza. Kwa matokeo ikawa ni wewe na Mkwere. Mimi na Mkwere katika mtumia. Tukamtafuta Biki Roboto. Safari kwa tukawa 4 pale Zembwela, mimi Mkwere Biki Roboto. Biki Roboto alipatikana wapi? Biki Roboto kwa sababu alifanya pia na interview kwa upande wa kike. Kwa hiyo naye alionekana na vitu. Kwa wanaume walikuwa wanahitajika wawili na mmoja wa kike ili kutengeneza picha nzuri katika kile kipindi. Kwa hiyo mchujo wa tumia mzee ukapita wewe, Biki Roboto na Mkwere. That was tough. Samani. Unawakumbuka wengine ambao kwenye ule mchijo, najua baadaye lazima walikuja wakatoboa tu. Unawakumbuka wengine katika ile watumia ile wale 100 people? Kwa pale siwakumbuki kwa sababu tayari ndio tulikuwa kwenye mchakato wa kwenda kujulikana sasa. Kwa hiyo kwa muda ule tulikuwa tuwezi kuangalia na kwa sura. Tangu anapambana kipango wake. Kwa sababu tumekutana tu. Kwa hiyo kila mtu anakuja na wenye timu. Okay. I say that was really tough. Na baada ya kupata hiyo nafasi hiyo, siku za kwanza sasa, maanake ndo mnaenda mnakutana na Babu ambaye Babu alionekana kama mmemkazia hivi. Babu yupo kwenye game muda mrefu kidogo. Kidogo alikuwa mkali. Nakumbuka alikuwa mkali kwamba Yesu mmenikataa. Kwambia sawa ilikuwa hivyo kile kwa sababu ni ile kwamba tuwezi kutoka ingia kwenye kazi bila kuwa na makubaliano kamili. Kwa hiyo naomba tusamee kwa hilo kwa sababu hata sisi pia tukaonekana ni waadilifu. Kwamba tumeletwa na kiongozi ambaye ndio yeye ametupa ruhusa kufanya ile interview tena. Siku hiyo tena tunaongea na Zembwe tunaingia kazini. Alafu na yeye kaana kama kamera ndio yeye. Angeshangaa nyinyi mmekojeje sasa? Mmepandaje gari? Kwa vitu kama vile ni vizuri lakini ni hatari pia. Unaweza kukuharibia kazi, kukuharibia CV. Kwamba kuonekana wewe umeshinda discipline au una haraka sana. Na haraka. Kwa nakumbuka sasa tu siku hiyo ya kwanza kushoot tulikuwa tumekaa tumekubaliana. Hiyo ilimchekesha kidogo. Siku hiyo tunashoot kwa sababu si leo kati ya Mkwele na Marcel atabidi aanze mmoja kucheza. Huwa Mkwele ni kweli kimkumbusha anacheka sana kwa sababu alikuwa na hamu. Alikuwa anataka aanze. Alikuwa analilia sana ombe nianze vipi. Nikamwambia kuna tatizo anza wewe. Basi akaanza yeye. Siku ya kwanza na mbele ilibidi acheze mmoja kwanza akacheza yeye. Baada ya hapo tukaendelea na kazi. Lakini siku ya kwanza ilikuwa kila mtu anatamani yeye aanze kucheza. Lakini kwa mimi nikaona haina haja kwa sababu tayari si tuko kwa ofisi moja. Haina tatizo. Yeye akacheza. Baada hapo tukaendelea na mchakato mzima wa kuendelea na kazi. Mimi swali langu lilikuwa ni wakati unaanza kuanzia nini unasema? Da talent mpaka baadaye umekuja mbele hivi. Ulikuwa unacheza role gani kama Chapombe au ulikuwa tu ni mtu wa kawaida? Kutokea sasa style ya kuigiza ulevi imeanzia Da Talent. Pale ndo na nilifanya hivyo kwanza ilinipa tabu sana kuitengeneza style kwa sababu mimi nilikuwa nacheza style za kuigiza sauti lakini kaona hii kuigiza sauti haitanipeleka mbali kwa sababu hizi ni sauti za watu na ni rafiki zangu mpaka leo wakina Bambo Kingwendo. Sauti zao nilikuwa naweza kuzichezea vizuri tu. Okay. Na wengine kama nani Mtanga nani wengi tu. Nilikuwa tunapenda. Lakini kaona lazima mimi na brand yangu. Sahihi kabisa. Nitacheza vipi? Nitaingiaje katika hii tasnia vizuri? Kikubwa zaidi. Kuna siku moja tu niliigiza kama mlevi. Kuna mtu mmoja kuna watu walicheka lakini nilifanya kama surprise. Lakini tayari nilikuwa nishaanza kuifanyia mazoezi lakini sasa baada ya kuona watu wamefurahi na kwamba naweza kuigiza mlevi kikubwa zaidi nilichokifanya nikataka sasa nifanye research. Mimi kabla usijaigiza ulevi kwanza nianze kufanya research kwanza ya mlevi ni aina gani. Nikagundua kwanza mlevi ni muongeo kweli. Hiyo yani ukiona mlevi anakuambia kitu hicho ni cha kweli. Kabisa. Mlevi muongeo kweli? Sana. Acha bwana. Wewe ni kunywa pombe utakoma nakwambia. Yaani ukisikia mlevi anakuambia kitu usipite huko kweli usipite. Yeye huwa anamalizana na mmoja tu haya bwana. Kwa hiyo mlevi ni ya kusema ukweli. Alafu nikagundua kwamba
siku zote kuna mlevi na mnywaji. Mnywaji hata bani mpiga makelele tu, mlevi wapigi kelele, akilewa na anaelekea nyumbani, na hata kama ameumia ule mchakato wa kuelekea nyumbani hata kitabu na mtu hata kisia kuna mbwa anabweka hapa iko tayari zunguka tamtaa watano afike nyumbani, complain na mtu hataki akitosheka nyumbani, akikusikia baa kelele ujue sio mlevi, ni mnywaji. Wanywaji wana kelele sana, mlevi apigi kelele kwa sababu anajua anapiga kelele anaiondoa pombe yake kichwani vizuri, kwamba anabidi relax. Alafu nikaja nikagundua kitu kingine kwamba ili niweze kuigiza ulevi vizuri, kwanza nilihangaika na utembeaji. Ile sema ile unaua sana. Nitembee kweli mtu ajue mimi nimelewa. Nilikuwa nahangaika nayo sana. Nikana kuna mzee mmoja na hisi marehemu sasa hivi kwa Mikocheni. Yule mzee nilikuwa namfuatilia sana. Watu wakanishangaa, kuna muda mwingine naenda kwenye pombe za kienyeji maksudi. Huyo mzee mlevi. Ni mlevi. Mimi naweza nikanunua na mimi pombe pake nikakaa pale pale. Na kidaftari changu na angalia tu ya kwanza alikuja hivi huyo. Kuja kuondoka. Wanakuta kuja alikuja mpole. Mbona alikuwa mpole. Kuja kuondoka sasa hivi naona anajiamini, anakuwa ana confidence. Iko na pombe nampa uwezo huo. Kumbe ni yule la pili. Kwa sababu ni mwoga, lakini usiku haogopi kurudi. Na kingine alichokuwa ananifurahisha yule mzee kwamba unajua levi siku zote wana mikwala sana. Ili asizulike, unaweza kumsikia anapiga kelele kutoka huko analalamika, "Si umeniibia 20." Unasaidia nini? Kachomoa vifuko nje. Kwa hiyo kama umejificha vibaka unajua au tayari sasa. Huyo hata bana acha apite. Kumbe anapita na hela yule. Okay, unawapa watu bodi huko. Hivi nitawasaidia nini? Na mifuko inaning'inia. Kwa hiyo mle ujificha, wewe unajificha unajua. Hii kesi itakuwa ya kwetu. Achana naye api. Umeona mikwala mingi. Au nimependa hiyo kama anatoa alert kama mimi sina kitu jamani nakuja. Au mwingine anaweza kapita tena sehemu ambayo anajua hii sehemu sio nzuri, akasema simu ni kama jana kama leo kama leo bado kuulizana wewe hapo kama jana dai kumbe jana jakabo lakini tu najua kama msala leo sasa huyu mtu atakutukalii. Kwa hiyo kingine nikaja kuhangaika kwenye kuongea matamshi, yani mlevi anaongeaje. Nikaja kuhangaika kwenye sura kwamba yani mtu akiniangalia ajue kweli masele kalewa kweli yuko pombe. Alafu kabla ya kuanza kuvitimiza hivyo vyote nikaenda kuanza kuifuatilia alcohol ni nini. Yani nataka niwe mlevi ambaye naigiza kitu ambacho kweli mtu akiangalia anajua ni mlevi kweli. Sasa nikagundua, nikakaa na mtaalamu mmoja hivi. Huyu mzee yuko kwenye masuala ya alcohol ya pombe. Nikataka kujua bia na pombe kali utofauti yake kwa wapi. Nikagundua kwamba bia alcohol yake huwa inazunguka kwenda nyuma. Yaani kwenye kichwa, yani balance ya nyuma huwa inakosekana. Bwana, wachunguze sana ulevi wa bia. Udondoka kwa unadondoka kwa mgongoni, haujawahi kudondokea mbele. Yaani unadondoka kwenda nyuma. Yaani kwamba alcohol inazunguka kwenda nyuma, balance ya nyuma inakosekana. Pombe kali inazunguka kwenda mbele, balance ya mbele hakuna. Ndio maana ukuta wale wengi wa pombe kali wanachubuka usoni, tunaita indicator. Ushatupa kodi hapa ndugu yangu, itabidi tunajua una wote kupiga vitu vikali wewe. Sasa tatizo likija akichanganya sasa fine, ndio balance zote zinakosekana mbele na nyuma, na shangaa mtu ameshikilia kama nguo imeanikwa unajua. Wewe kipindi hicho ulikuwa unakuja lakini hapana mimi nafanya research tu. Wewe ndio na research Kwa hiyo mwisho wa siku sasa mtu wa design hiyo ambaye anachanganya vinywaji viwili kwa wakati mmoja ndio unasikia na mkuta kitanda kinazunguka zile kilala zile alcohol zinasumbua na konyagi anataka yenyewe na pia nakwambia na mimi nataka ikae. Kwa hiyo sasa pale hatimaye lazima atapike za kaoge. Huyu ina maana kaweka vitu kaweka bia na kali hapo akachanganya vitu vikali, na kwa hiyo baadaye nakuja nametea. Kwa hiyo nikaweza ku maintain, nikajua sasa kumbe iko hivi. Sasa nilipokuwa hata nacheza niko mizengo, nikawa sasa nafanya kitu ambacho unakijua kabisa, nakijua na ndio maana nikawa nimefuatilia hivi kwamba hata nikishika pombe ya kienyeji kabla labda naanza kacheza series ambayo nacheza kijijini, nikishika pombe yote ya kienyeji lazima niwe waluwalu. Sababu kelele nyingi unafahamu mieleka isiyoeleweka, unafahamu wanavuguvugu. Naweza nikacheza pia nakunywa kinywaji tuseme mfano wa bia. Kwa hiyo lazima hata muonekano wangu uendane na kile kinywaji. Nikishika pombe kali naonekana kabisa kwamba watu wa pombe kali wanakuwa vipi, na bidi lazima nifanye vile vile ili kwamba mtu kitu nilichokishika kiendane na yale matukio ninayofanya.
Sasa penda hiyo sio mchezo. Na the fact kwamba wanasema ulikuwa hujaanza kuigusa hapo, ndio inaonekana kabisa ulikuwa uko serious kabisa na ile jambo, yani huo msukumo. Tukirudi baada ya matangazo hapa, nitaomba utuambie huo msukumo huo wa kutaka kwenda mpaka ukaifanyia research hiyo character ya ulevi. Uliona nini hapo kwamba katika kutoka kwangu mimi ulevi utanitoa mpaka nifanye research? Tarudi baada kwa haya ambayo tumekuwa tukiyajadili hapa, na tumejaribu kupiga huu wimbo kutokana tuna story ambazo ametupigisha ndugu yetu hapa Masele Chapombe. Ametupa vitu vingi ambavyo hatuvijui. Kumbe bwana, kuna namna ambazo tunapaswa kujua kwamba kumbe ukimwona mlevi anaangukia kwa nyuma ujue huyo mtu wa bia, na ukimwona anaangukia kwa mbele ujue huyo mtu wa pombe kali. Hao ni wenye kuanguka. Alafu anakwambia ukiona mtu sema amekuwa vurugu mechi, yani unaona bwana, walisema anabebwa kama nani? Kama nguo imeanikwa. Kama nguo imeanikwa moja huko. Masela anasema ukimwona mtu kama nguo imeanikwa ujue huyo kachanganya vitu, yani kapiga vyote, kapiga vikali na kapiga bia. Na kimsingi anatuambia hapo ilikuwa anafanya research, kwa hiyo alikuwa bado hajaingia kwenye masuala hayo. Sasa swali langu unalikumbuka lile Masele? Kabla hatujalijia hilo swali, wacha niwaacheki watu wangu wa YouTube hapa. Na watu wangu wa YouTube hapa bwana, wengi wametutumia ujumbe hapa, kwa nitajaribu kuendelea kuupitia. Na wewe kama uko karibu na YouTube unaweza ukaingia hapo na ukatokea ujumbe wako. PCM Tuition kutoka Tegeta anasema Masele the real drunken master, alituchanganya sana enzi zake. Muulize kwenye hii digital world ataingia rasmi lini? Fans wake tuna miss vituko vyake. Okay, sawa, hili swali najua lipo, hata sisi tumeliweka hapa, kwa hiyo tutamuuliza hapo baadaye, pia ataweza kulijibu vizuri kwamba kulingana na wakati huu. Ayubu Mtown anasema nimecheka sana alipokuwa anaruka mapanga na TMK wanaume akiwa mazoezini kuelekea Bongo Flava Harness. Kweli anajua. Sawa. Kelly Kelly anasema Masele mtu mbadi kabisa, nilianza kumfuatilia toka nilipomuona kwenye andika nyimbo, lakini ni wimbo wa Bikidude Ahmada amelewa. Hivi ni kweli alikuwa analewaga? Msalimie na Rashid hapo Kuvi Misuti. Asante sana Rashid Mbegani, amepata taarifa na ujumbe. Amepata. Mark Mihayo wa Goba Dar es Salaam anasema Masele alikuwa pasua kichwa kabisa, msalimie Mbegani pia. Aina Roma. W Make William Maxon anasema siwapate TV. Wewe utakuwa umetoka angalia TV yako mwanangu. Sisi tunaiona ile pale, yani iko live sasa hivi hapo. TV yake ina changamoto kidogo. Bwana W Make William Maxon, hebu tuambie TV yako unaangalia hivi, sije kazi zile za waganga za kwenye maji. Lakini hii ya TV hii iko kitu kiko hapo, mimi mwenyewe naiona ile pale. Sio tunajiona hapo. Masele mwenyewe anajiona pale. Akiangalia tunajiona. Sasa wewe unatuambiaje? Alright, sawa. Bwana WMX, inawezekana ikawa labda uliangalia wakati wa break pale. Tulikuwa tuna break fupi hapo wakati tunacheza wimbo wa Thumani. Kwa hiyo tulikuwa YouTube na maana tuliondoa hiyo song kwa sababu ya mambo ya copyright, na kule TV pia kulikuwa kuna wimbo mwingine ambao ulikuwa unapigwa kwa sababu hii ilikuwa haina video yake. Lakini now we are back na unaweza kutazama kupitia channel utakayoichagua wewe, either ni TVE ama utaangalia kupitia YouTube. Nilikuwa nasema Masele pale, msukumo wa wewe kutaka kujifunza hizo na exactly kujua kwamba hii kitu ndio itanitoa, ulitoka wapi? Uliwaza nini? Kitu hicho ambacho nimekiwaza sana kwa sababu mimi namshukuru Mungu kwa kunipa akili nyingine ambazo za kujiongeza, kwa sababu mimi niliangalia dunia inapoelekea. Kwamba tunapoelekea sio tena huku tulipo. Nikaangalia kitu ambacho kinaweza kutengenezea content nyingi na endelevu. Kwamba kuna watu walikuja na style za makabila, mwisho kuja mwingine na makabila, watu wamechoka sana, wanakuwa sio wabunifu. Lakini style ya kuigiza ulevi na ubunifu mwingi sana, kwamba yani yako mengi sana ya kuongea, na walevi wako wengi wanaendelea kuwepo, na hata mpaka dunia itapoisha walevi wapo bado. Kwa hiyo pale ndani ya uigizaji wa character ya ulevi nimeona kwamba nitaweza kuwachekesha watu na kuwapa elimu kwa kupitia njia ile na bila kunichoka. Okay. Kwa sababu naweza nikacheza mlevi aina ya tofauti. Naweza nikacheza mlevi boss,
naweza kacheza mlevi ambaye yani kutokana na scene ambayo mimi napangiwa naweza nikafanya vile. Sio kwamba serious siwezi, naweza kacheza serious, lakini pia wateja wangu, so mimi comedy na wateja wangu wanakuwa waelewi. Kila mtu ana bidhaa yake. Kwa hiyo hiyo ni bidhaa yangu ambayo na wateja wangu. Kwa hiyo nikaona ili niweze kuendelea kuwa active muda wote, nilikuwa na staili ya kilevi ina mambo mengi sana endelevu. Kwa nimeshaona kwa kabla ya kuja sijafanya vile, niliangalia wenzangu wanachezaji, nikaona changamoto wanazokutana nazo. Unakuta mtu anakuwa na staili moja hiyo hiyo, kwa hiyo mtu mara kwanza unakuja na kusikia, afu baadaye mwisho unakuwa anakuzoea. Kwa hiyo mimi naweza nikaigiza ulevi, lakini nitachokuwa naongea ni tofauti. Lakini ni character tu, lakini nitakuwa sasa, ingekuwa mimi nacheza ulevi kila siku naongea wewe, na nikagundua kitu kingine tena katika ulevi wangu mimi, nikaona nisicheze kama walevi wengine ambao wanavyokuwa. Mimi sikutaka kuona nguo aina moja, nikaangalia mbele kuchekesha, sio kwa nguo imetoboka. Hicho nilikuwa nataka tukizungumza. Mimi nikaona hapana, mimi nataka nipendeze hivi hivi kwa watu wacheke. Kwa hivyo inaweza katokea hata kazi, mimi nikaondoka hapa nikaenda kazini, lakini kuna mwingine hapa paka kabebe kitu ambacho ndio kina muonekano kumwonyesha mtu fulani. Kama labda naongelea labda mfano marehemu Pembe, Mungu amlaze mahali pema peponi, yeye alikuwa na lungu. Sasa siku lungu likipotea au tu amepigia simu afulungu ameacha nyumbani. Kwa hiyo mashabiki watakubali kama ni huyu ni Mpembe. Mpaka walione ile lungu, waone na zile nguo uzavaa. Sasa nikaona ile pale kuna mikoa mingine huwa waamini, yani mpaka waone kitu ambacho kile ambacho unakionyesha katika tasnia yako. Kuna mwingine nakumbuka simtaji jina, yeye alikuwa anapenda kuvaa kofia, kilipotea kile kofia kwenye show, watu hawajamuelewa. Tuone kile kofia kabisa. Watu wanataka kumpiga. Ndio idea yake ile. Wanataka kione kile kofia kwamba kumbe angekuwa anabadilika tu kuwazoesha watu kama mnaweza kumkaniona niko hivi, muda mwingine nikawa hivi. Na ile ya mavazi unaweza kuyavaa kutokana na kazi unayofanya. Labda mimi nikicheza kijijini basi nitavaa ile jinsi mlevi wa kijijini alivyo. Inawezekana niko kijijini afu nimependeza sana. Inakuwa mtu anakuwa kuelewi. Lazima uende na wakati ambao jinsi gani unaweza kumuelewesha mtu kutokana na kile kipande hicho tengenezewa na mazingira yaliyokuwepo. Pasa pale unakumbuka pale wakati tunacheza wimbo DJ Mbo alipiga wimbo wa 50 Cent na Mobb Deep Out of Control, akamwambia bwana kipindi hicho Masela alikuwa gabitozi, yani tunasemaga kwamba Masela lakini Chick Bob, yani kwamba tunakuona kwenye maigizo yako lakini uko smart sana unajua Kwa hiyo ilikuwa ni mlevi fulani smart yani unajua, lakini in reality pia sio walevi wote ni wachafu. Of course. Unajua wapo yani kuna wale wengine si wanetu tunakaa nao unaona kabisa Chick Bob lakini akiutwika na utwika kisawa sawa kabisa. Wala kwa sababu anakuwa yuko na wana nini akiamka, wapo wengi. Kwa hiyo ilikuwa ni kweli kabisa ambacho nakizungumza. Sasa Masele, unajua kwa mfano leo tangu tumeanza mahojiano hapa, mtu yote akikuona anaweza akajiuliza mara mbili ni yeye kweli ama yani anaweza siamini kile anachokisikia unapozungumza. Yani unazungumza ukiwa sawa yani umeona umenyooka kabisa. That style sasa ya kuzungumza na yenyewe ulivyo create ilikuwaje? Style ya ulevi unavyozungumza make unajua hapo umezungumzia tu yale matendo unavyoyumba nini, lakini kuna namna ambavyo unavyoongea na ukionekana manake ukiwa ukiigiza ulikuwa huvai miwani yale macho mdomo na nini, mtu anajua kabisa huyu jamaa yani ndio ikawa inaleta hiyo kwamba huyu analewa kweli kabla ya kuigiza ama inakuaje? Ile yenyewe ilikuwaje? Mimi nataka kusema bado niko pale ambapo kwenye ile research yangu kwamba niliangalia kwamba mlevi akiwa hajalewa anakuwa yukoje na kishaelewa anakuwa yuko vipi, kwamba style ile ya usula nilikuwa naitengeneza kuashiria kwamba huyu mtu tayari kashakunywa, kwa sababu mtu akiwa hajanywa anakuwa iko soba, sura yake ilikuwa imetulia. Kama ukichunguza sana tuna watu mtaani asipokuwa amelewa anakuwa alete uwasilia wa sura yake. Ushakutana na watu kama akilewa sana huyu ndio Juma sasa. Unakutana na watu kama sasa unaongea na Juma. Hapo sasa unajua au namba jamaa akiwa hajalewa ni mpole aongee. Kwa ile style ya kutengeneza sura wengi wanaambia mara sasa ukiigiza kama unaminya jicho ile imekuja automatically katika style yangu kucheza kaja ikakaa tu hiyo. Niko na basi nitaendelea nayo pia. Haya kwenye kuongea bali nisumbua pia, lakini nikajaribu kupaweka sawa kwa sababu nilikuwa nahitajika maneno yangu yasinyoke.
Kwa sababu mlevi tuseme anaongea slow motion. Unajua kuna wale wanaongea haraka ndio wao ningesema ni wale wa dananda. Ni kwamba na ukiona mtu anaongea sana hatimaye ni kwenda kulala. Walevi wengi wanaongea sana ni wanaenda kulala si muda mrefu. Shasikia kelele unajua. Sasa hivi analala. Hakuna wale nyuma konki anaongea taratibu. Kama labda anaweza kauliza mambo vipi, anavyojibu poa yake inakuwa ya pose. Poa vipi? Anailegea. Kuna wale vipi? Swali unajua huyu muda si mrefu. Yaani anapapala papa. Hiyo irudie hiyo ya pili. Hiyo vipi? Swali inakueje? Mambo vipi? Poa tu. Kwa hiyo tunafanyaje? Unajua huyo. Wewe ushalewa. Huyo mdananda kuna kitu anataka kwako. Akili kuna yule aishatosheka, huwa hataki hata kinywaji chake kushana mtu. Sasa mpe hapo wake. Kamaliza. Yaani aongee sana. Yeye ananyonga kwenye point. Ana maneno mengi. Okay. Mimi nataka nifahamu kitu kimoja. Unajua mlevi mara nyingi kwenye jamii yetu kidogo imekuwa ni kama vile watu wanamwangalia kwenye kidogo tofauti negative. Unajua mlevi wakati unaigiza kama mlevi, unaanza kama ulevi, vipi mtaani watu walikuwa wanakuchukuliaje? Kwa mtaani, kwa wengi ambao walikuwa wananifahamu mtaani kwangu, wenyewe walikuwa naamini kwamba Masika anafanya kazi, kwa sababu huwa sometimes nilikuwa na watu wenyewe kuwa challenge ili kuona kweli kazi yangu iko vizuri. Kwa sababu unaangalia sana wakikukubali mtaani unajua basi hiyo kazi iko vizuri. Kwa hiyo nikajaribu sana kuwaonyesha nikiwa hata mtaani naweza kukaa nao. Kuna siku mimi nisharudi nyumbani kama nimelewa bila kumjulisha mamangu. Mamangu akawa hajawahi kuniona kama mimi naigiza ulevi. Siku nimeingia pale kama nimelewa. Kweli mamangu alikasirika sana kwamba nimepiliza, yani nimekuwa mlevi kiasi hicho. Na hajawahi kuona kwamba nilipoona kwamba ameipokea ile na nikabadilika pale nikawa tu niko vizuri. Kwa hiyo nikaona basi kwa hiki kitu kimekaza. Ilibidi mama akaja shtuke. Okay. Kwa sababu ukiangalia katika safari ya kazi yangu nitakuja kukupa story moja kwamba mimi wakati ninaingia Mizengwe sasa, kwa niliamua kuingia kwenye tasnia kwa sababu miaka ya nyuma hapo tunaongea ukweli, mimi napenda kuongea ukweli. Unajua karibu na watu wengi wamepoteza sana hela zao kuwasomesha watoto kwenye kitu ambacho yeye kipendi. Zamani wazazi walikuwa wanataka mtoto awe kama yeye kwa sababu alikuwa meneja, basi mtoto awe meneja. Hiyo ilikuwa inawafelisha sana. Walibidi waangalie mtoto anahitaji nini. Kulikuwa kuna uwezo hata kumsomesha kwenye chuo cha sanaa au kwenye chuo ambacho yeye anaweza kwa labda ufundi au kitu ambacho unajua kusakistiki hapo, akija kuwa atakuja kuwa mtu mkubwa sana katika hiyo kazi anayopenda. Lakini zamani wazazi walikuwa ni watemi pia. Kwa sababu nakumbuka kuna siku mimi namwambia mama yangu mzazi, nilikosoa tu ilikuwa ni kaole na mimi ndo naenda kuko kaole ya kibla, ilikuwa kama ni ndoto zangu. Sikiwa ni mama yule pale amekosea, pale alibidi afanye hivi na hivi. Akaambia hapana, hao wamesoma sana. Nikamwambia mimi mtaniona tu pale siku. Mama alicheka sana. Mama akambia ni wewe. Haiwezekani. Kuna wakati kafikia sasa nimeingia kwenye sanaa sasa. Kuna chuo nilikuwa nasoma hivi, Kigamboni pale. Kuna mwisho nikamwambia mimi nataka niingie kwenye tasnia ya sanaa. Kama elimu bado itaendelea nitakuwa nazofanya kazi. Na nitakuwa nasoma. Kama umeamua kuingia huko kwangu usikae. Nikaona sawa. Mimi niliondoka nyumbani, mamangu akawa anasifiwa, mwanao anachekesha kimi sikai naye. Leo ilikuwa inamuuma sana kwa sababu kile kitu nilichomwambia sasa ndo anakiona. Anashindwa kuelewa, aliongea lakini mama kuwa na amani kama kweli naanza nikawa sehemu hili. Lakini ilikuwa ni ndoto yangu ambayo ilikuwa automatic, naona na kitu kinaenda moja kwa moja ni vile. Hapo mzee hujamzungumzia, mzee alikuwa wapi? Hapo sasa mimi naingia Mizengwe 2002 babangu ndo anafariki. Kwa babangu mimi akuona. Na tena babangu mimi alinifia mimi mwenyewe. Nilimshikilia akanifia. Pole sana. Pole sana. Okay, kwa hiyo kulikuwa kuna hizo challenges hizo ambazo ulikabili. Lakini baadaye mother alikuja mkaweka sawa. Baada hapo sasa, baada kuwa niko Mizengwe ananiona mimi niko kama nimeasi nyumbani. Alibidi atumie nguvu nyingine kunitafuta mimi nirudi. Kwa sababu nilikuwa nimejitafutia maisha yangu. Kwa hiyo mimi kutaka kunipata unipate Sinza. Ndio hapo mambo yashachemka hapo. Mambo yashachemka. Sinza wakina nani Sinza? Hapo Sinza ni kwa Sinza uwanja Sinza Star kule. Maeneo yale pale. Ndio kule ndio pale tulikuwa kuna baa moja tu Universal ndio pale kwa tunakutana Mizengwe. Tunaenda kushuti kumaliza kila mtu anagawanyika. Kwa hiyo mimi nikaa siko nyumbani. Mimi naishi sana ujana ushanikulia, naishi juu kwa juu. Niko huko. Umepanga hujapanga? Sasa sipale sasa ndo
umaarufu umeanza kukolea tufahamu kwamba star unaingia. Kwa kuna vitu vinakuwa niko busy tu wanasema. Na mimi wakati ule sio mchezo. Mchaka. Kwa hiyo mimi nyumbani nikafanya nini? Sawa narudi, kuna wakati sasa nikaanza baada ya kutafuta nikawa narudi lakini sasa naona ninakuwa niko mbali. Nitoke niko Chente ndio Sinza kila Ijumaa tulikuwa tunashoot. Kwa hiyo kaenda hivyo. Ukaamua kupanga baadaye hivyo natafuta sehemu naishi. Na nikaja nikagundua kwamba hii sanaa nimeitoa wapi. Kwa hiyo nikachunguza katika familia yetu sisi wengi wasome wanapenda sana masuala haya. Sasa hii sanaa nimeichimbua wapi? Kuna siku moja mamangu alikuwa Dr. Mkochanosu hapa kwa Kairuki yuko theater, sasa hivi ni mstaafu. Okay. Kuna siku pale alikuwa wakati alikuwa waziri nani Salmini si miaka ya nyuma. Alikuwa mgeni rasmi pale. Sikio nilimwona mamangu anaigiza yani katika zile sherehe mamangu mzazi. Kavaa kanzu ametengeneza ndevu kama mwanamume anaongea kama Kiarabu. Nikamwangalia akasema mama kumbe unaficha kumbe hiki kipaji kiko kwako. Yaani wewe unanikolomea kumbe mwenyewe ndo mjama. Alikuwa anataka tufanye lakini mwenyewe alikuwa yuko. Baada akaniambia mimi nilikuwa nakupiga kelele kwanza usome. Sawa mama hiyo nimekubali. Lakini ungenipa moyo ungeniambia basi unipe kidogo hata company kwamba nijue kama nitaendelea na hii kazi basi niendelee na masomo kwenye upande ambao naona utanisaidia baadaye. Alright. Kwa sababu nimechunguza wengi wamesoma vitu ambavyo mpaka leo hajawasaidia na naona kwa mtaani. Bana pale baadaye nilikuja mkatawanyika na Babu Zembwela pale. Nini Mizengwele. Nini ilitokea pale? Mizengo pale niliondoka kweli kwa sababu ni sisi wenyewe kutokuelewana tu kwa sababu niligundua kitu kimoja. Unajua katika wengi ukiwa unafanya jambo zuri lazima uwe na maadui ndani ya kazi. Kwa hiyo mimi nashukuru pia katika kazi ile tulikuwa tunafanya mimi nilikuwa ni mwepesi sana kuandika vichekesho. Kwamba naweza wenzangu akatengeneza vitu lakini katengeneza mimi tu. Director akasema hiki hapa ndio chenyewe. Lakini mimi nilikuwa ni mtu wa mwisho kwanza kwa sababu nasikiliza wenzangu wanaongea nini. Sasa kuna wakati fulani sasa kwa muda mchache na chanzo hapa sasa kuna tulitengenezaga clip ambacho kinaruka mizengo kile kama mlango unagonga kama unakumbuka. Kwanza ndio ilikuwa chanzo bwana wenzangu wako hataki itoke tuweke promo nyingine. Watu wakasema ndo nembo ya mizengo. Yaani tukitoa hii tu tunaharibu kila kitu. Kwa hiyo itabaki vile vile. Na kingine kwamba kwa nini Masele mapema tu kila tukifika sehemu watu wanataka kumuona mlevi. Watu wanataka yule. Sasa ilikuwa inaletea vita. Yani tunatembea watu watano lakini mtu anaongea mbele na wenzangu, nakupenda sana kuliko yani mimi wewe tu. Kwa hiyo kuna mtu anaona kwa nini wewe? Nature hiyo ya mambo inapokuwa. Kwa nini Masele? Binadamu. Kwa hiyo kuna watu kawa bwana hivyo mimi nikaenda nikaona kuna wakati nikasema kama njia hii imewezekana basi kuna njia nyingine mbadala. Na kikubwa kingine ambacho nikaamua kuondoka pale nilikuwa nataka nitengeneze wigo mkubwa. Kwamba najua nikibaki tu ITV Mizengo nitabaki hapa. Kwa sababu mkataba wao ulikuwa uniona kama hautanipa wigo kutanuka mimi kucheza na watu wengine kwa sababu mimi nilikuwa na ndoto kwamba kesho nicheze na Majuto, kesho nicheze na nisio Masele wa Mizengo tu. Kwa hiyo baada hapo nilipotoka nikabidi nitulie kidogo. Nikatulia kama takriban miaka 2. Baada ya miaka 2 kwanza nilipotoka tu kuna wenzangu pale wasema kashapotea tena. Yaani hapo chali sasa ikawa inasumbua wenyewe mbona Masele haonekani. Ikaanza kuwapunguza wateja pale. Sijakaa vizuri na wenzangu wakaona kazi kawa ngumu kwa sababu tayari walisahau kwamba ile ilikuwa ni timu. Nilipotoka mimi nilikuwa naonyesha kazi kawa ngumu nao kwao. Wakaanza kunyofoka mmoja baada mwingine tena. Naona. Na wakati huo mimi niliondoka zangu nikaenda zangu Arusha. Nikaenda kutulia kidogo. Nilitafuta sehemu ambayo mbali ili nitengeneze akili yangu vizuri kwamba nikirudi mjini nifanye kitu gani. Kwa muda gani ulikaa kule Arusha? Muda gani? Arusha hapo nilikaa kama mwaka. Nilikaa kama mwaka pale. Unajipika tu mwenyewe mwaka mzima, sio mchezo. Kuna mtu aliniita akaniambia Masele njoo utulie urelax. Nikakaa Doni au sio? Star bwana. Madoni wa kwangu hebu njoo kwanza kupumzisha akili. Nilikutana na rafiki yangu mmoja kaniita kule. Tulia baada hapo nikarudi tena. Baada kurudi kabla ya kuingia vituko show. Kabla kuingia vituko show kwanza wakati niko Mizengwe
Siku hiyo nakumbuka wakati huo sasa, miaka hiyo wachekeshaji walikuwa wanadharaulika sana, kama nakumbuka. Mtu akishirikishwa kwenye movie anawekwa mlangoni nini afungue gate. Hiyo sisi ikawa inatuuma sana, kwa nini mchekeshaji afungue gate tu? au labda au mfanyakazi wa ndani, kwa nini? Yaani kwamba mchekeshaji ni mtu wa aina gani? Kwamba hao ndio muhimu sana kuliko sisi, kwa sababu pale sasa kuna bongo comedy na bongo movie. Kwa hiyo wenyewe kama mjitengenezea upande wao wenyewe. Sasa siku hiyo wakati huo kuna kipindi pale kinakuwa nani Shopazi Plaza kinaitwa R5, alikuwa Sekioni. Ndio alikuwa anakiendesha kile kipindi. Siku hiyo tukaitwa pale. Siku nilikuwa niko nyumbani tu. Niko nyuma pale nyuma Shopazi Plaza. Sasa nawasha TV East Africa, naona kuna kile kipindi wameitwa wachekeshaji pale. Wameitwa wachekeshaji. Mada ni tuwasaidieje? Yaani kwamba wachekeshaji inaonekana kama mnadharaulika hivi. Je, nyinyi mnaona ni kitu gani ambacho kinaweza kuwasaidia mkawa katika level ambayo inatakiwa? Sasa mimi akili zangu ni tofauti na wenzangu. Mimi kana nasikiliza, niko nyumbani. Niko sina taarifa, lakini Seki baada ya kuwaoji watu pale akasema kuna mtu mmoja hapa yupo. Nikatajwa mimi. Hapa Masele yupo hapa yupo. Kumbe mimi naona inabidi sio mbali na pale. Nikainuka nikaenda mpaka pale. Ilikuwa live. Okay. Nilipofika pale mada imeongelewa, ikaja sasa tunafanyaje? Kila mtu ameongea. Nikaomba na mimi pia niongee. Nikasema ili tuweze kusaidiwa tusimame. Hapo ya EFM, mimi ni Jabir Saleh. Niko na mkali hapa anaitwa Rashid Begani, Mr. Presenter na DJ ni Mbu. Tuko naye. Leo tumemwalika the one and only Mr. Masele Chapombe na yuko nasi live sasa hivi. Unaweza ukatutazama kupitia YouTube EFM Tanzania, na vile vile unaweza ukatuangalia kupitia TVE au vipi bwana? Yes. Pitia hapo na utatuona live na Masele. Kabla tujarudi na Masele, alikuwa anatupa story fulani hivi ambao tulikuwa tumemkatisha. Mark Mihayo wa Goba, Dar es Salaam. Masele anasema alikuwa pasua kichwa kabisa. Msalimie. Sawa, Mbegani my brother. Okay, sawa. Nipo Kibada. Masele nakubali sana, asa hivi simuoni kwenye series zilizopo. Kwa nini? Ndo amebezi kwenye mitandao tu. Haya, huyu kuna mmoja ameulizia kuhusiana na digital platforms ama kwenye masuala ya digital platforms sawa, na huyu hapa anasema simuoni kwenye series. Okay, anakusudia hizi tamthilia ambazo zimekuwa zikiendelea. Sawa, asante Emmanuel Kunambi. The Genius Platform Show ni kubwa, watu wakubwa na waaminia sana kutoka hapa Kigamboni. Asante. Na K Money Online anasema bro Masele, Mungu akulinde sana kaka, kwani ni kweli mmeitoa comedy mbali hadi leo watoto wadogo wanapiga pesa na wanasukuma mandinga, sio mchezo kaka. Kwa hiyo hii ni pongezi kwamba jinsi ambako mkotoka na mpaka sasa kwamba kuna mafanikio makubwa yanapatikana. Kwa hiyo ni kama vile anafurahia mafanikio ya vijana, lakini pia anatoa appreciation kwenu kwa wale ambao mmeyafanya. Alright, sound. Ulikuwa unazungumzia kulikuwa kuna kikao kinaendelea pale na wewe ulikuwa unakiona kilikuwa kiko live, ukaamua uibuke pale. What next? Sasa kilichotokea pale sasa, baada kila mtu akuongea ushauri wake ili vichekesho viwe juu, mimi nilitoa wazo moja tu, na nashukuru alikuwepo mke wa Motia mtoto wa Menge ambaye mke wake anaitwa Seko. Alikuwa pale. Mimi nilichokiomba ni kitu kimoja tu. Nikamwambia ndugu zangu, ili tuweze kwenda sawa na wenzetu au ili tuweze comedy zetu zikawa zimesimama vizuri, tubadilishe mfumo. Wakasema je, ni mfumo gani ambao nataka tuufanye? Mimi nikamwambia tufanye kitu kinaitwa stand up comedy. Okay. Hapo kuna wenzangu wote waligeuka pembeni, wakasema mama yangu Masele anatuletea habari gani? Watu wanaiogopa stand up. Nikamwambia hapa tunataka twende sasa kwenye twende sawa na dunia inavyokwenda, kwa sababu kuna watu wafikiri mbele. Hapa tukisema hata tusaidiwe ile itakuwa kazi bure. Tusaidiwe mbinu mpya ambayo sisi wenyewe tunaibuni. Hapa tupate kipindi cha stand up comedy. Ndio tuna kipindi chetu cha live stand up comedy. Pia ikiwezekana kiruka kwenye TV. Na ikiwezekana zaidi East Africa yenyewe akiwepo Seko aweze kutusimamia tufanye kitu. Kweli alinisikiliza pale na kuna watu wakabidi waulizwe, je, waliokuwa tayari? Kwa sababu East Africa ikasema sisi tuko tayari. Na tuko tayari kwa speed, yani kwamba tunaemesha wiki ijayo tunabidi tuanze kukutana. Je, wangapi? Kuna watu walinyosha mikono pale.
ambao wako kwa sababu wachekeshaji kwa wengi, wengine walikubali, wengine walisuasua. Kwa hiyo tukasema jamani, walikuwa serious, tunakutana wiki ijayo hapa hapa Shoppers Plaza. Kweli nimefika mimi pale, mimi wa kwanza sijakaa vizuri, Joti wewe kaja, sijakaa vizuri, Mpoki kaja, Zembwela, Ikiloboto na tena pale. Wengine hapo walikuja siku ya kwanza, kina Mtango kina nani wakala kona. Kwa nini kipengele kitakuwa kigumu kuchekesha live tena usimame juu wakati ule mtu anaona tunachekesha ajabu, wanaambia tunaanza kwenda kucheza wapi? Slipway. Kwa mama yangu wazungu sasa huko. Tuna kazi ipo. Tunawachekeshaje? Tukakubaliana pale tukamwambia basi tunaanza mazoezi. Tuliokubaliana tuliobaki pale. Tulikuwa sasa ni wachache kwanza, tulikuwa kama watu kama Masele, Bikiloboto, Mkwele, Zembwela, Joti, Mpoki. Kitu kama hicho. East Africa walikuwa speed, wakaambia sawa tumeshakubaliana ili sehemu ambayo tumefanya kipindi ndio tukao sehemu ya mazoezi. Akatafuta huyu nani alikuwa anaigiza kama Mwaya nani Bishanga akasimama kwa kutuvalisha nguo, ni kwamba mimi nikitaka nguo fulani lazima niletee. Bwana labda leo kwenye stage utakopana unataka nguo gani, naandika pale Bishanga za kwenda kuitafuta nguo. Lakini hela zote gharama zote ni East Africa. Okay. Tukatafuta mtu mmoja anaitwa producer mmoja anaitwa ni Marekani yule. Tukaletea yule producer. Jina nimemsahau, Pico anaitwa. Pico. I remember. Sasa huyu ndo atadili na nyinyi. Yeah. Sasa kwa Kiswahili chake kidogo cha tabu sana. Bwana kwanza yani shughuli ipo. Watu kuna watu wakaanza kula kona hapo, wakaona kazi ipo. I remember that guy. Mmoja kati ya watu directors wa kali sana alikuwa. Sasa yule akasimama hapa. Pia sasa tukapewa mfumo mmoja kwamba jamani, nakumbuka kwanza kila wiki wakati ule kila wiki tulikuwa tunapewa kila mtu laki. Hiyo kila mko mnavuta jiwe. Hiyo laki ya mazoezi. Sio sina nauli sio nini. Yaani nasema ilikuwa hela nyingi hiyo. Laki ilikuwa na chakula tunakula pale pale. Slipway. Pale nani Shoppers tunaletewa. Hiyo laki sio kwenye nani ya malipo. Laki ya mazoezi. Ya mazoezi. Tunakuja mazoezi ili kama tuna wiki hiyo ndio show. Tukaanza mfumo sasa. Unajisi gani kuchekesha sasa live? Kwa sababu mimi nilikuwa kwenye upande wa mwalimu. Bikiloboto alikuwa mwenyekiti, Mpoki alikuwa katibu. Mimi yule director, mimi nilikuwa mwalimu wa kupanga timu. Ni kwamba mimi ndio niko kwenye masuala ya wasanii wote pale kwenye kusimamia mazoezi vizuri, kweli tunaenda sawa. Sasa tukaanzisha mchakato mmoja ili akili yetu iwe speed. Siku tukatoa zoezi moja tu. Tukaiweka chupa ina mfuniko, ina nembo, ina kinywaji ndani. Kila mchekeshaji achekeshe kutokana na hii chupa. Ndio. Yaani wewe utajua unaongelea mfuniko, utaongelea yani lakini uchekeshe lakini. Ili tukataka watu wafunguke. Yaani kwamba stand up comedy unaweza kupata vichekesho pale pale, sio paka ukalili. Ukikalili unaweza kufanya kitu. Yaani unabidi akili yako yenyewe. Kwa sababu unaweza usitumie nguvu sana. Ukifika tu pale unaweza ukamwona mtu ambaye ana kitu kwako pia. Sure. Sasa tulipoanza vile tukaanza sasa show ya kwanza. Tukaanza Slipway. Matangazo yakafanywa vizuri sana na watu walijaa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tukafanya show moja nzuri sana pale Slipway. Wakati wa show tulimtania nakumbuka marehemu Amina Chufupa. Wakati unakumbuka aliingia na Kimini nani bungeni akatolewa. Tulicheza Bikiloboto aliingia na Kimini. Vitu kama vitu kwa tunaangana na vitu vingine ambavyo sasa hiyo tulicheza kama bungeni. Mimi nilicheza kama mbunge wa Levi, natetea wa Levi. Yaani kwamba wezi wote waanzisha chama chao. Wa Levi tusikabwe, yani wao wanakaa kama pikipiki au Bolt tuseme. Yaani mlevi ukitoka unamlipa hela yako, anakupeka kama magomeni. Naamini wizi utaisha. Wa Levi tutakuwa tunakaba. Yaani vitu kama hivyo tulikuwa. Sasa tukaenda makubaliano tu pale yalikuwa ni katika 100%, sisi tunachukua 75%, East Africa anachukua 25%. Ya mapato yakipatikana pale pale. Na hilo unakibaza show tu ni cash. Mkataba wetu ulikuwa tunamalizana, bado iko hela ya kipindi kikiruka. Tunakutana tena Jumaa nyingine, tunapiga kazi, tunagana chetu. Kila mtu anarudi kwenye kundi lake, kama wa mizengo anarudi kwenye mizengo. Okay. Sasa wakati huo tena nikaona pale mapungufu, kuna nani nimuongeze pale. Mimi nikamsuggest pale Masanja. Masanja hapa ingie. Kuna watu kapiga kile, nikamwambia mimi ndo anapanga timu. Wakati Masanja wakati huo nikaona mbali sana, lakini alinifaishaga mimi. Kuna vitu niliona mimi sio mchoyo wa kuona kitu napenda, nikamvuta pale.
na akaingia pale, safari ikaanza kwenda. Baadaye sasa sio nafahamu tena katika kitu kizuri, kuna watu wenyewe wanataka kupata zaidi. TV yetu East Africa ikaona kwamba hii ni hela hii, wakataka sasa tunataka mkataba moja kwa moja, yani kwamba wewe kama Mizengo baki Mizengo, kama unabaki East Africa baki. Sasa ikawa ngumu, yani kwamba kuna mtu ulipotoka unajua umeanza, kuna ofisi yako imeanza, ukiondoka kijinga jinga kwenye kurudi na kuwa ngumu, unajua huwezi kujua safari itakuwa endelevu. So nangania huko mwisho wa siku huko tunaenda kuchanganyana, afu kurudi tena nyumbani watakwambia baba yani inabidi uchague hapo sehemu moja kufanya kazi, chagua moja. Niko na Mizengo nimetoka na mbali, sasa tunafanyaje? Na wengine wakarudi walipotoka wakabaki. Nakumbuka uso nini ilikuwa ukiingia mkataba pale unakuwa usafiri, wakati ule sisi tunapata show sana za matua, yani kutembea na promotion hizo. Kwa hiyo inamaanisha ukibaki pale mkataba unakufunga na usafiri. Ikaja pale jina lile, kwa sababu jina tulivyotengeneza likawa la kwao tayari, wenyewe uliwahi kulisajili la vituko la The Comedy. Okay. Na mimi nilitoa ile idea kwamba iwe zee ya Kiswahili afu comedy zee. Kwa tulisumbuka. So it was your idea ile? Okay. Jina nini? Kwa hiyo tukaitengeneza pale. Kwa hiyo mwisho wa siku tukabidi pale watu wengine tuondoke. Lakini baada ya hapo kuna wengine karudi pale wakuvaka, kabidi arudi peke yake, akaanzisha style moja kama ya taarifa habari peke yake hivyo hivyo. Wakabidi wengine tena warudi. Wakati sasa baadaye mimi nimewaacha wenzangu na nikarudi tena Mizengo, na kabla sijatoka kule iliniuma sana, lakini katika maisha hutaki kukata tamaa. Kwa sababu nimetoka afu nakuta sasa leo baki The Comedy Show ndio wanapiga hela sasa. The Comedy. Lakini ni kama inasemekana kulitokea vurumai kubwa sana mpaka mkaja mkatawanyika pale. Yaani ndio. Sio kidogo kama ambavyo umeidadia. Ndio mimi nimeongea kinani. Sasa kwa nini usome tu kule? Umeongea kistaarabu sio? Okay. Unaongea sana watu wanasema yani leo ndo anaongea hivyo masuala. Yeah, sure. Hauwezi kujua safari yako kesho na kesho kutwa. Yeah, kweli. Nimekuelewa. Sasa ukaongea vibaya. Lakini pale ni kama fitna iliingia katikati, ukaleta ule mpasuko, kila mtu akachukua time yake. Baada hapo tena ulivyotengeneza mpasuko watu wakavutwa tena pale. Wengine ikarudi tena kwa inaendelea sasa. Baada ya kuendelea ndo wakati ule sasa The Comedy wanaanza kuona ndo yani kwa wakati ule unajua wasanii kupata hela ilikuwa ngumu. Lakini ikawa sasa The Comedy ndo wanaonekana wasanii ambao zile show za kusafiri mbali si wapi. Ndio kana piga hela. Na wakati ule unakumbuka ile hela ilitokana na ni beef la kimpira tu la Yanga. Kuna watu wakubwa walikuwa wanagombania Yanga pale, kwa vijana walipewa kazi ya kumsema mzee mmoja hivi ambaye tumetoka naye mbali, walibeba tasnia ili watu waishi. Lakini baada hapo walipoona vijana wale wanaongea sana, wamekuwa na uhuru, ukabidi wahamishiwe upande wa pili ili waweze kusimamia vizuri. Kama kile unataka kufanya lazima tukichungulie. Kwa hiyo wao waliamua kubaki kwa mzee huko sio? Huko sasa huko baadaye mimi nikaja nikatoka ndio nikaingia Vituko Show sasa. Okay. Ambapo Vituko yenyewe ilianzia wapi? Vituko Show. Vituko Show bwana, tulikuwa na boss wetu mmoja tu Ali Riami, yes. Huyo naye ndio boss aliweza kusimamia wasanii wachekeshaji 99%. Na ni kama alichukua dream team, master, si ndio? Shalo, Kitale, Masele, Sunani, Mzee Majuto, rest in peace. Akaamua kutuchukua kwa pamoja. Na yeye alichokifanya ili kuipandisha vichekeshaji, yani comedian kwa wawe juu zaidi wachekeshaji. Yeye alituchukua akatuficha mbali kwamba tukawa tu ni kanida. Mlikuwa mkoa yani kama tunashoot vipindi vyetu kitu tunakuwa tunakaa labda miezi miwili labda Morogoro. Au miezi mitatu. Napiga kambi. Napiga kambi. Maisha yako vizuri ya kutaka msanii alalamike. Tulikuwa tunaishi vizuri kusema kweli. Lakini pia alijaribu kulinda brand kwamba endapo kuna mtu anakuita kwa hela tu ambayo haieleweki, yuko tayari kulipa wewe ukae pale. Kwa nini kulipa shilingi ngapi? Labda nalipa 300,000. Anakuambia mimi nakupa 300,000 kaa hapo fanye kazi. Wewe jamaa alikuwa kulipaje? Wanalipaje jamaa? Nani? Jamaa yule alikuwa analipa. Lilian. Sasa yule alikuwa ni kama timu, kila mtu analipa kutokana na ukubwa wake. Kwamba wewe kama mchezaji unapokuwa kuna mchezaji mwingine ana gharama. Kwamba anajua kwa kuna mwingine anafanya kazi kubwa. Viwango sio? Anaangalia pia hata kwenye kazi yangu mimi nani watu wanamfuatilia sana. Na naamini mimi pale ndio nilikuwa mtengeneza vile vibonzo vifupi vile. Majuto alikuwa kwenye upande wa movie.
Anatengeneza movie ndefu, anatengeneza vile vichekesho vifupi. Vifupi vinaruka channel 10 wakati ule. Tuko show. Na nani na Musaktale alikuwa kwenye Musaktale alikuwa. Musaktale naye alikuwa ni mchezaji, lakini na pia tulikuwa tunapeana ruksa kwamba mtu kila mtu anaweza kaandika. Lakini hususan mimi nilikuwa nikitengeneza kitu kilikuwa kinaenda speed. Kwamba kwa sababu nilikuwa tayari niko hivyo. Napenda hivyo. Afu na pia huwa mimi na tabia moja. Huwa napenda kuandika idea au sipendi kuandika kichekesho live kabisa kwamba leo naenda kucheza hiki na hiki na hiki. Huwa nakiandika naanza nikaweka pembeni, lakini ninapofika location naweza nikakuta vitu vizuri kuliko hata vile nilivyokuwa navyo. Huwa napenda kwenda na wakati na hiyo eneo lililopo. Sipendi kutengeneza kichekesho ambacho akiendani na mandhari. Kwanza lazima niangalie location ilivyo. Yes, niko sehemu gani. Kwa hiyo hiki kinaweza kubadilika au pale naweza kupata kitu kizuri ambacho. Kwa hiyo hata tulikuwa tukiondoka, tulikuwa kamera zilikuwa nyingi. Ungeweza kwenda huku. Niko na mdogo wangu tukienda huko. Kuna wengine sometimes unakuta kuna kundi nataka kuja upande wa Masele. Unajua ndio kama Masele kwa tunacheza wote. Kuna wengine kucheza unakuwa ngumu, unaweza kushangaa umekaa toka asubuhi upewe nafasi ya kucheza. Na unalipwa kile watu hawakuoni wanaona huyu atatuchoa hata. Sasa kama kuna wengine anaweza kutengeneza kichekesho lakini anataka watu kucheza nao. Naona hakuoni kwenye ile jambo. Anachagua timu yake. Kwa hiyo tukawa tunasafiri, mara tukafika hadi Mbeya huko. Ndio tukakutana na Kinyambi. Kwa hiyo sisi kazi tulikuwa tunaibua kipaji, mtu akiwa anachekesha yuko vizuri. Walianza kumuona mwingine Kinyambi, ulienda kwenye usiku alikuwa kwa ndugu yangu atatoa tu story. Walikuwa nasema walienda kumuona Kinyambi. Wakamleta hadi ofisini pale. Lakini watu wakumjua kama anacheza style gani. Kwa hiyo wakamchukulia poa tu. Hata waliomleta kuna siku kucheza wene wamemleta lakini hawako naye karibu mkubali. Lakini kuna mmoja huyo ambaye naye ndo alimuona vizuri. Katika kichekesho kwa amekitengeneza anataka tucheze naye. Ndugu yangu akaniita bwana Masele. Dogo mpige nitafu nataka kucheza na wewe. Wengine hawezi kucheza naye, unaona mimi nitachezaje na underground. Sijui anachezaje sije. Basi sikio tumecheza naye mimi na kuvuka na Gondo sio. Tukacheza naye yule dogo kuja kumuona anachofanya. Kwanza mimi aliniumiza sana kichwa kutoka nini? Tulitumia kama dakika 5 kumzoea, kwa sababu nilikuwa nacheka. Kwa sababu unajua mganga jigange, yani kuna kitu nimekiona kisema sasa watu walikuwa wanamkataa. Mtu yuko vizuri hivi. Basi baadaye watu walipoona kwamba anacheza vile, yule marehemu Kinyambi Mungu amlaze peponi. Watu walipoona anavyocheza style yake sasa. Wale wengine walikuwa wanamvimbia na wanaona kumbe tungejua tungecheza naye. Too late hiyo. Basi baadaye yule alicheza kwa mwezi mmoja toka star. Yeye alicheza tu kwa mwezi lakini vile clips zilikuwa zinaruka kwa muda mrefu. Kwa hiyo ndio safari yake kuanzia hapo. Hiyo story yake kama hadithi yake kama zinafanana na kwako hivi. Maana wanasema na wewe haikuchukua muda mrefu yani kuweza kutake over na watu kukubali, si ndio? Sasa tofauti na yeye, yeye amekuta tayari sisi tushatengeneza mazingira. Kwa mimi nimetoka sehemu ambayo kupata nafasi ni from nothing yani. Ni kwamba hata unaweza kuwa na kitu lakini inawezekana ukabidi utumie hata gharama. Unajua zamani mimi naweza kuongea kweli sana ya nyuma imewazalisha hadi wasanii wengine. Sema tu ingekuwa kama nchi nyingine kuna watu wangesema. Unajua wenzetu nchi nyingine hizo ambazo zimeendelea mtu anaweza akatoa malalamiko hata kama ilitokea mwaka wa nyuma. Yes. Bwana mimi katika kufikia hapa lakini nilizalilika 1 2 3 nilikuwa nashinda tu kuongea kwa sababu nilikuwa sina nguvu. Sasa na nguvu. Unaweza kutafuta wanasheria wake akakushtaki. Unakumbuka hicho nifanyie? Lakini Tanzania huwezi. Au sikuongea kitu kuna watu wamezalilika kama dada zetu hapo. Sawa. Hivi wewe kwa mfano ni tukio gani ambalo kutokea zamani na unahisi kabisa kwamba watu walichukua haki yako hivi labda? Zipo. Lakini kosa nishasamee. Hata nikiongea nitakuwa bado naongea mimi sijasamee. Sure. Kwa mtu anaposamea inabidi anafunga hata moyo unakumelizika. Nikiongea na maisha nafufua makaburi. Kwa naangalia tu huyu mradi Mungu amenipa uzima na maisha yanaendelea basi. Hayo mengine yatawezekana. All right. Yeah. During your time na hapo kwa mzee Aliriami hapo. Ni kama ambavyo nilikwambia ni sehemu ambayo ilikuwa kuna mastaa wengi sana hapo na kila mmoja alikuwa na sifa yake na nini. Ndio. Inasemekana alikuwa hasimu wako mkubwa sana. Ni rafiki yako bwana Kitale, yani alikuwa hasimu yako mkubwa sana. Yani alikuwa kama hasimu yako, mpinzani wako, mlikuwa yani hamuelewani. Vitu kama vile ilikuwa ni kweli ama
wakati ule siwafahamu katika maisha tu inakuwa inatokea, na ukiona siku zote unaongelea ujue una muhimu, yani ukiona unakuwa watu wanakudisi sana, unajua kuna kitu unacho. Kwa sababu hata ukiangalia wakati ule mimi na Aliliami ndo niko karibu naye, kwa sababu na maisha wengi kwa mimi wamenikuta, naweza kusema hata mzee Majuto mimi ndo alinikuta pale. Yeah, sure. Na mimi nikaa nampa idea, ni mtu wa karibu, muelevu wa kusikia. Kuna katifani kwa sababu yeye ndo alinitafuta, lakini na chanzo alionifanya mimi nijuane na yule mzee ni Bambo na Mtanga. Kwa sababu kuna katifani alikuwa tunashoot comedy zile za ini, lakini ilikuwa ni style moja ya uchezaji kwamba unafuata wewe ulipo, toa idea yako tu, unalipa pale pale. Kwa hiyo unaweza katoa idea kwambia ishachezwa, kwa sababu kikubwa tunamwongelea mwanamke mwenye shape. Kwa hiyo inamaanisha ukishakuta wenzako 5 au 6 wamecheza, unajua tayari hata kutoa idea wenzako shaicheza. Sasa si mwanamke yule kumwongelea na kucheza naye. Kwa hiyo nikaja nikafanya kitu kimoja kizuri sana. Kwa hiyo baadaye boss akaona ngoja aingie na watu mkataba tu kabisa. Lakini sasa mimi nikawa niko karibu naye sana. Kwa hiyo hata nilikuwa kwenye msafara, tulikuwa tunasafiri, wenzangu watapanda Costa, mimi nitapanda gari yake, nitatembea naye. Na hata gari yake ilikuwa mimi naichukua muda wote, gari ya boss, yani mimi siulizi, mimi mwenyewe funguo tu boss amani. Mimi naongea kama mshikaji wangu. Alikuwa ni mtu muelewa, na ni boss ambaye ukimkuta location mpaka umjue boss, unakuta boss kashikilia boom. Na yeye anaandika hadi vichekesho. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mmoja alikuwa anapenda ile kazi, alikuwa anapenda sana vichekesho. Kwa hiyo alisupport sana. Kwa hiyo sasa kuna mbe mwingine marumbano kama haya yanatokea tu. Kwa hiyo hamkuwa maybe by the way, this is just stories ambazo ni na tunazungumza haya kwa sababu ya kuonyesha kwamba kwenye safari mambo mengi yanaweza kaa yanatokea, lakini wakati mwingine ni sehemu ya mafunzo pia. Sababu sasa hivi si tunaona tuna comedians wengi sana wanakwenda as a group, na sometimes unasikia wanafiatuana huko wanapigana, lakini baadaye mnakuja mnagundua kwamba kumbe wote mlikuwa mnajenga kitu kimoja. Yeah. So it seems like yani kwenye safari nyingi hata kwenye huko Bongo Flavors na nini watu walikuwa wanagombanishwa katikati hapo kabisa. Kini kama unakuwa nasikia, ni kwa sababu mimi nimepata tu kwenye sources zangu kwamba ni kama mtu fulani alitaka sasa sijui mpasuko kama ule wa comedy na vituko kule, ama ilikuwaje hapa katikati, lakini kama vile akawa anawaaminisha kwamba kama mambo sijui kishirikina sijui ni kwamba bwana anaendelea kuwagonganisha tu kwamba msielewani hapo katikati. Ndio hizo imani sasa zikawa yani hamuelewani kabisa. Lakini kazi mlikuwa mnafanya, cha ajabu ni kwamba kazi mlikuwa mnafanya ila wenyewe kwa wenyewe, yani sio washikaji. Kweli ujue, ndio maana nikasema sipendi sana kuongea. Ujue kila safari kila mtu ana imani yake. Kwa hiyo mimi nahisi tulipishana kwenye imani tu labda. Okay. Kwamba kila mtu anakwao, ujue kila mtu ana mila zao. Labda mimi nilivyolelewa tofauti, kwamba siwezi kwenda sawa na mwenzangu. Lakini kikubwa zaidi kwenye watu wengi huwa kuna mtu mwingine anahitaji nafasi fulani, lakini sasa unakuta kuna mtu mwingine ana kalama moja kwa moja, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kukaa ile sehemu. Lakini kuna watu wanakaa sehemu ni sasa, kuna maisha unajua kugelezea. Naweza kusema chunguza sana. Kuna juzi kati niongea na mmoja, kuna jamaa mmoja ninakaa naye jirani, alikuwa na maisha mazuri sana, kwa ghafla sana akawa na maisha mazuri, lakini sasa hivi yuko hoi. Nikisema hoi sio anaumwa, zile mali zimepotea. Kuna mtu mmoja nikamshauri, nikamwambia hivi, siku zote ukipata kitu ambacho sio cha halali lazima kirudi, utaanza tena upya namba moja, yani unarudi tena wewe. Yani kama sasa na maisha gwaride, usikia nyuma geuka, mwisho anakuwa wa kwanza, yani picha linaanza. Ukitafuta cha halali basi kitaendelea kudumu. Kwa hiyo hapo ni sasa umegelezea mtihani tu, umejipeka form 5 wakati wewe ni darasa la 2. Sasa subiri, lazima utarudi kwenye namba 2 wakati tena masomo. Lazima urudi ulikotoka. Sasa muda unaurudishwa, masomo yashapotea yale. Yani wewe huwezi kusoma na umri ushakwenda. Au labda mimi ndo nafahamu kitu kimoja. Wakati kipindi kile uko kwenye prime time, nani ambaye alikuwa ni mshindani wako mkubwa sana? Wakati niko mtuko show. Yani uko popote pala, lakini ulikuwa kidogo uko moto, kipindi ulikuwa hot. Mtu ambaye alikuwa anakuumiza kichwa sometimes, na kwa sababu ninavyojua kuna watu ambao walikuwepo kipindi kile na wanafanya vizuri sana kama wewe pia. Mimi kusema kweli, mimi nilikuwa na marafiki, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa ananiumiza kwa sababu character inatofautiana. Mimi niliwatenga katika uchezaji. Kwa hiyo utakuwa ufanyavyo, lakini utakuwa sio masele. Kwa hiyo mimi na barabara yangu peke yangu. Lakini kuna wengine kwa na barabara wenyewe kwa wenyewe wanakuwa wanapambana kwa sababu wanacheza style ya aina moja. Kwa sababu ukiangalia mimi katika wasanii ambao mimi walikuwa na hata kucheza na mimi naanza kuongelea tu, kama nakumbuka kuna miaka ya nyuma
Kitale alinitafuta ni simamishe nipandishe movie yake inaitwa Mbwembwe. Wakati Kitale alikuwa cheza Iteja. Okay. Ana kitu kawaida tu. Nikacheza naye na ile movie kafanya vizuri. Na kwenye cover nikawekwa mimi pale. Huko na kina Lingo. Umeelewa? Yaani sasa ukiangalia hapa mimi walikuwa hawezi kupambana na mimi kwa sababu tayari mimi wamenikuta mimi na jina. Ulikuwa ushachomoza. Mimi na jina afu na style yangu. Kwa hiyo hata ukisema ushindane na mimi kwanza hamna media wakati unashindana wapi ni wakuita ITV Koji au kuita FM. Hakuna. Hamna mitandao. Sure. Kwa hiyo pale ilikuwa tu ni upambanaji wako kufanya kazi nzuri basi ndio utaeleweka. Sahihi. Na ilikuwa kubwa zaidi kupata nafasi. Kwa tayari ukishaingia mtu kaole tu. Yaani kwa mtu anasema ajue kwamba wewe unafanya nini kwa sababu kaole yenyewe kupita kuingia si masiara. Kuna watu wanatoa diela waingie tu mtu anataka maarufu tu. Nakumbuka Mwalimu Kanumba alikuja kaole. Mimi nilikuwa nafanya mazoezi pia. Lakini angalia alikuja akapita akaja kuwa mbele. Yaani kila mtu ana njia yake. Yeah. Kuna watu wenyewe kutegemea kama sasa wale pale ndo lazima waleteni beef kwa sababu walikuwa wanacheza style moja. Yaani kuna watu ambao walikuwa wanacheza style moja kama hiyo. Sio maana kuna zile style ambazo tuseme jersey niseme. Nadhani utakuwa unaona tu kama labda tuseme mfano Kanumba, Lei. Ya hizo ni style ambazo walikuwa wanacheza kama style aina moja. Kwa hiyo design kama zile labda ndio watu wanaweza kuleteana. Kwa sababu hapo wengi wanafanya kitu kimoja. Wengi wanafanya kitu kimoja. Naona sasa hapo. Hiyo ndio inakuwa pale ndio sasa afu mnakuta mnagombania nafasi ya kucheza. Unakuta tamthilia hii hapa. Nafanya interview sasa nani mnagombania nani atacheza. Sasa pale ndio mnapopambanishwa pale. Pale ni sio yani pale mnachezeshwa nyinyi sasa pale. Mwisho unamwona mzee mbaya. Okay. Lakini kwamba sivyo hiyo. Jambo kubwa ambalo nimeligundua hapo ni kwamba kulikuwa kuna evolution ya kuelekea kupata mafanikio kutoka kwenye dharau, wafungua mageti na nini mpaka kuwa watu wenye thamani na kuweza kuwekwa kambi kama hivyo na nini ambacho ninadhani hicho kitu tunapaswa sana tuwapongeze kusema kweli kwa sababu mafanikio ambayo tunayaona sasa ya watu kupata hizo fedha maana yake mlianza kupigania kabisa huko nyuma, si ndio? Yeah. Sijui kwa upande wa wale matajiri ambao make si lazima kwenye filamu, nadhani kuna wale maproducer wanapoa mzigo, wanakaa na mzigo wale. Mtu anapoa milioni 300, 500 zile filamu. Alafu hizo characters pengine mlikuwa mnapewa ili kwa ajili tu kwa fedha kidogo. Sio unajua? Yaani kwamba au usikacheza scene ya getini tu hapo mpe hiki. Sio unajua na vitu kama hivyo. Kabisa. Wao ilikuwaje vita yao? Maana hiyo ilikuwa ni vita nyingine, vita ndani ya vita. Okay, tukiacha vita yetu sisi. Yaani vita ya wale sasa mabosi wale ambao wamepewa project yani. So unajua kwamba anakuchezesha ili akufinye. Ndio. Na hizo cases unazikumbuka za mtu anapewa mzigo, labda yeye ndo film producer anapewa mzigo mkubwa. Kwa hiyo anaweza akakukadiria kwa sababu ulicheza scene ya getini tu. Ndio. Hiyo vita nasema kukuwa na vita baina yenu na wao. Sasa hapo vita ilikuwa inashindikana, ndio maana tukaamua siku kutafuta alternative nyingine kwamba na sisi tuweze kuwa juu ili watuone sisi tuna thamani. Kwa sababu unakuta yeye ndio mwenye hela nyingi ambayo inabidi kulipe wewe. Lakini unapomletea ubishi na maisha wewe unafutwa katika kile kipande. Na wakati na wewe unatafuta, kuna watu wengine walikuwa na mtu yuko tayari kucheza hata asilipa lakini tu imradi tu atengeneze ile jina baadaye ajue atapoelekea. Yes. Kwa hiyo kuna muda ukiwa unaangalia sana hela unakuta unaweza kuitwa fitina tu. Mtu akakusema bwana wewe hujui kucheza vizuri, kuna mtu anaweza akakava hapo. Akafiti kumbe maslahi. Hiyo na kwa hivyo. Kwa hiyo na sisi ndio tukaona kama sisi wachekeshaji tunafanyaje? Na ukiangalia baadaye wote wale wanacheza serious walihamia kuwa wanacheza vichekesho. Waliona kwamba vichekesho sasa ndio soko. Kwa sababu kuna muda watu walichoka kuangalia tamthilia, wanaona zinarudiwa tu vile vile, watu wanakopi na kupesti. Mtu anasema bora acheke tu. Kwa hiyo pale naye Mungu akarudisha nafasi kwamba mlikuwa mnawachukulia poa. Hebu sasa ngoja tupeleke mzigo huko. Kwa hiyo kuna upepo ulikuja kwa wachekeshaji hapa. Unaendelea kusikiliza The Classic ya hapa EFM na asante kwako ambaye pia unaendelea kutuma ujumbe wako kupitia YouTube na maeneo mengine mbalimbali. Na nimejaribu kuwa nasoma kidogo kama kwa muungwana kabisa. Unajaribu kuwa unakuwa muungwana kabisa. Hapana, najaribu kusoma ujumbe ambao ndugu zetu wamekuwa kituandikia hapa na kupitia ule mtandao wa X, si ndio unaitwa X. Zamani Twitter. Zamani Twitter. Ndugu yangu mmoja anaitwa
Adventure 360 anasema Marcel anasema alikuwa ametoa update kwamba Marcel anasema mwanzo kuigiza kama mlevi ni kwenye kujitafuta, wakati anatafuta upekee wa ile na ile style ya mwendo ya kuongea aliiga kwa mzee mmoja hivi kutoka Mikocheni. Sawa Sasa hapa bwana kuna ubishi hapa Marcel, utabidi tuambie baada ya kutumalizia hiyo story. Lakini hapa watu wanabishana huku X huko watu wanabishana. Jamaa anasemaje? Jamaa anasema sawa kaiga, yani umemwiga yule mzee, lakini ila yeye mwenyewe ni mlevi. Nani mlevi? Alafu yeye Marcel. Okay. Alafu mtu mmoja ukaja chini asema wanabishana, wanasema inasemekana hanywi kabisa huyu mtu. Kwa hiyo wanataka clarification. By the way, tuende pale kwa Tunda bado. Umesema ulipata nafasi ya kucheza hiyo video ya Staregrama. Yes, Staregrama, yes. Ilikuwa ni muda kidogo, basi Tunda kanicheki, tukakubaliana mimi nikabidi niende da ambapo walikuwa wanafanya video Coco Beach pale. Sawa, tukafika mpaka pale. Ilikuwa maisha. Okay. Kwa nikafika pale, wakati huo kwanza alikuwa kuna clip zake anafanya. Walikuwa anafanya kwanza pale ndani. Wakati yuko pia alikuwa pale Kiba pale, wamekuja kumsupport, wanapiga story. Ilikuwa na watu wengi sana ile video. Wakati yupo Mondi pale. Basi katika story pale, sasa mimi nikaa nashangaa. Muda unazidi kwenda, mimi nafanya hiyo clip saa ngapi? Nikaona kama kuna utaratibu pale umebadilika. Lakini baada ya kugundua pale nikamwona alikuja Mboto. Kwa hiyo nikaona baadaye vile vitendo anacheza Mboto. Lakini mimi tayari mimi nishalipwa cash. Sikutaka kupiga kelele, mimi nishalipwa hela yangu. Sikutaka kugombania labda nini kwa sababu mimi nikaa naangalia nini kinachoendelea. Wewe ulikuwa ushakunja. Mimi nishapewa mapema. Sasa kumbe Tunda naye alikuwa anaumia. Yaani kwamba ile nyimbo inatakiwa acheze Maseno ndio ile ende mjini vizuri. Okay. Lakini sasa nikaja kugundua kwamba kuna watu ambao wanaua muziki ya wasanii yani msanii yote asije akasema labda mchawi wake nani, mchawi wake ni director. Kwa sababu kuna director yeye anataka kufanya anachokitaka, lakini hataki kuangalia muziki na kumsikiza mwanamuziki anamtaka mtu aina gani. Hapo juu alikuwa Adam Juma. Ndio huyo sasa ndo nataka kumtaja. Adam Juma ana watu wake. Sasa ile tukitengeneza ile pale kuna siku kuna wasanii watakosa kazi kwa mtu mwingine. Okay. Ushatengeneza lebo ya kesho Adam Juma upo katika tasnia hii. Huyo kijana wako atacheza wapi? Yaani kuna vitu inabidi waache wazi. Yaani kwamba hapa unamsikiliza na kwa sababu director boss wako ni msanii unajua. Okay. Yeye ndio anakulipa. Au labda angekuwa namsamia sawa. Kwa hiyo ilibidi amsikize Tunda. Wewe ulikuwa unatakaje? Kwa sababu inamaanisha kwamba Tunda na director wakuwasiliana mpaka mimi nakuja mpaka nalipo hela. Kwa hiyo inamaanisha amemchenjia gia juu kwa juu kametea mtu wake. Kwa hiyo inamaanisha ataingia gharama nyingine pale. Sasa pale okay, kulikuwa kuna maybe walibadilishana hapo baina ya msanii na director wake, lakini wewe ulikuwa tayari ushalipo, ulilipwa na msanii, si ndio? Yeah. Okay. Kwa ina maana malipo ya yule bwana Mboto na maana alilipwa na director itakuwa. Sikujua hapa kwa sababu mwisho tunaondoka na Tunda. Naambia kwani vipi mbona kazi haijafanyika? Kwa sababu mimi leo ilinuma kwa sababu na hela yake nimekula. Kwamba nimekuja kutembea tu. Akaba masuala acha tukachofanyika hapa mimi nashinda kuelewa. Tuondoka na gari yake alikuwa anatumia RAV4 short chases. Basi lakini nilikuwa namuona ni mtu ambaye ananungunika na kweli ile nyimbo ilivyotoka haikuenda mbali. Okay. Yaani kwa sababu jinsi nilivyo draft mimi kwa sababu anajua mimi ni mwandikaji. Kwa sababu nishaiandika ile nyimbo. Nilitengeneza na kuna idea nyingine walichukua baada ya kuhadisia. Ni wana walicheza kidogo lakini mimi nilikuwa nimetengeneza ni mtu mmoja ambaye kwenye Staregrama ni mtu mmoja kushoboka. Sasa mimi si mlevi. Unajisikiaje ningecheza mimi mlevi kwenye oya ile Staregrama kwamba jinsi gani ninavyojichanganya kwa watu. Kwa sababu kuna clip moja nilitengeneza hiyo. Ni fupi tu. Ziko nyingi nakupa tu mmoja hapo. Naonekana niko counter. Umeelewa? Nimeona niko counter. Kuna dada mmoja kakaa pembeni hapa nimemwona. Sasa ulevi na mimi nimemshobokea nataka nimshike. Wakati nataka nimshike hivi huko pembeni kuna mtu kanigusa na kinywaji. Baadaye hapo narudisha mkono kumshika tena yule dada. Kuja kugeuka nimemshika mtu bonge la mtu bounce. Unafikiri kuna nini sasa? Nimemshikia kiuno. Kichapo. Yaani kwamba yani shobo hizo. Yeah, shobo, yeah, sure. Kwa kuna matukio yalikuwa mengi sana lakini nikaona sio mbaya. Okay. Kikubwa hicho gundo ndio hicho kwamba kuna muda mwingine unakuta mtu anamhitaji msanii fulani kuna mtu anaweza kuwa tu ampendi. Bwana huyu asicheze bwana na mtu wangu bwana. Alright. Lakini hiyo haikuingiza matatizoni wewe na Mboto, right? Mimi na Mboto siwezi kummind yeye. Yeah.
Ndo nasema isije haikuwaingiza matatizoni baina yao na alright. Au labda wewe na nani mlikuwa mmepishana wewe na Mjuma ndio maana pia kuweka pembeni kwenye video. Na Mjuma mimi kwa sina ukaribu naye. Lakini nimekuja kuchunguza kuna kazi ambazo ndio alikuwa ni mtu wake pekee, kwamba kuna watu nishakutana wengine wanalalamika hivyo. Kwamba kuna mtu amechaguliwa kucheza kazi, afu kesho anashanga simu umepiga vizuri simu. Kesho na basi bwana tulishampata mtu mwingine. Kwamba akini tayari alikuwa amelenga kuja kufanya kazi. Okay. Na I can understand kwamba kuna vitu huwa vinatokea wakati mwingine vya aina hiyo. Yaani mtu anaweza akawa asikubali tu mtu akakubali tu Rashidi lakini anamkubali Mbu. Kwa hiyo na ukiangalia kazi anaweza kucheza Rashidi lakini Mbu ndio pandikizo tu. It happens sometimes. Maybe kuna sifa na labda anaona wewe unayo yaani vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo it happens yani sometimes. Lazima pia ukubali. Mimi nakosoa kwa mimi. Yesu sikishavuta kwa kisa nikaona anayeumia hapa msanii wakati ule wasanii wanaondafuta kwa nguvu. Sawa sele. Ukumpoza kidogo Tunda kwamba bana basi baraka. Tunda mwenyewe hapa kwanza anaona kama ananisumbua kwa sababu inabidi nirudi tena Tanga. Kanitoa huko kambini. lakini sawa ulikuwa na haki kwa sababu nirudi tena kwa sababu kule nimeaga kwamba kesho nageuka. Ni sasa ile nyimbo ya Amada ya Biki Dude na wale Offside Track. Wale nyimbo yao kwanza ilikuwa waliacha sana kwenye audio, sio media wakati wajafanya video. Lakini ikawa haifanyi vizuri. Lakini kuna mtu akawaambia bwana, kuna mtu anaitwa Marcel. Hebu mtafuteni. Mcheze naye. Hiyo nyimbo nilikuwa sija kuisikia. Sio kanitafuta, kwa hiyo tukakutana. Kutafuta Offside Trick. Offside Trick kanitafuta bwana, kuna nyimbo yetu bwana, hebu isikie. Nikaisikiza ile nyimbo, wakaambia unaisikiliza kiwa ndio uandike yani tunataka sasa yani. Na mimi nikaisikiza kuna nyimbo inaandikika hii. Tukaishutia pale tukaanzia pale Msasani, wanasema nyuma ya ubalozi wa Marekani. Zamani walikuwa wanacheza ngoma kule kwa nyuma kule Swahili. Karibu gunia kule tukatengeneza ile nyimbo. Ile nyimbo tukaanza pale na nyingine wakaenda vipande vingine kaenda kuanzia Zanzibar. Pale tulishuti ilikuwa kuanzia mida saa 1 mpaka saa 8 ya usiku. Hata siku ni nafanya ile kazi naumwa. Hivyo nimekuta niko na malaria kali. Bwana, okay. Lakini nikaona sasa hii ni hela nitafanyaje? Kwa hiyo nifanye. Tukatengeneza kweli tulifanya ile video. Ile nyimbo imefanya vizuri. Ilifanya. Na ni nyimbo ambayo sasa hivi inatembea na miaka kama 11 hivi. Nimeona hata huko kwenye messages watu wamekuita kwa jina hilo sana. Wengi wanapenda kuita cha kuombe Amada. Sure. Ile nyimbo nilitendea yake kusema kweli na kwa wakati ule afu na kama wenyewe pia wamependa kuniamini. Huwa mimi napenda napoaminika, mimi napenda kutengeneza uaminifu. Alafu mimi napenda pia kuandika idea ambayo isio kufa. Yaani kwamba katika nyimbo ni kila siku ukiangalia mimi nataka ile nyimbo iendelee kwa hivyo kila siku. Kwa hiyo hata kama kesho kuta kipigo inakuwa bado kutokana na vitendo pia, kwa sababu kazi nzuri, nyimbo ikiwa nzuri na ukafanya video nzuri basi. Okay. Sasa ubishani hapo uliotokea hapa vipi hapo? Vitu unaweka uweki? Okay. Tali la. Tulia hapo kidogo watu. Wanatakiwa wote niwe alazi kwa sababu ninapenda kuongea ukweli. Mimi sio mlevi. Naamini kwamba ningekuwa mlevi basi hata kazi yangu singeweza kuifanya kikamilifu. Kwa sababu ningekuwa napata ofa nyingi sana. Nikiingia tu mibara, sinui pia. Ndanunuliwa. Lakini naweza nikaongea ili wajue kuna mnywaji na mlevi. Mimi naweza kuwa mnywaji wa soda. Wasio kasema mimi huyu anakunywa au anasema mimi sinywi, kesho nikakosa hata juisi maji. Kumbe mimi nakunywa, lakini sio mlevi. Ila ngoja kwanza. Mwacha jamaliza. Mimi nakunywa kisa mlevi. Lakini kwenye kazi ni mlevi mkubwa sana. Okay. Kwa hiyo huku unakuwa unakunywa, yani unakunywa sio mlevi. Okay. Yaani namaanisha juisi. Viviko vitu vingi. Sorry wangu Jabiri. Jabiri sikiliza. Mimi nataka nifahamu. Wakati unaanza ulikuwa unakunywa au wakati unaanza ulikuanza kama hivyo, lakini baadaye kwa sababu pia sometimes wanasema ukiwa unaishi kwenye uhalisia wa kitu ambacho unafanya lazima kidogo angalau utengeneze vitu kwa unaonje kidogo afu baadaye ndo hapana. Wakati naanza ni kusitumia. Pia naongea hivyo kwa sababu labda nijiwekee tu ulinzi kwamba mimi ni binadamu. Inawezekana hatuwezi kujua mbeleni huko. Na kwa hiyo inaweza katokea tu nikaa tu siku nikasema ngoja na mimi ni wa support lakini kwa kweli
mimi siwezi kama watu walivyonichukua kwamba Masela mimi naamini kwamba kuna watu wanaishi na mimi wananijua nilivyo. Kwamba sema tu watu wengi huwa wanioni kwa sababu mimi napenda sana kutulia nyumbani, napenda sana kuangalia movie. Kwa hiyo ningekuwa mzurulaji basi na ningekuwa mlevi ungesikia hapa majibu na tunakunywa naye bafu fulani. Na nilitegemea mtu ataje baa gani tunakutana mimi naye. Kwani kunywa siata nyumbani pia? Sasa hapo ni unywaji wa kawaida tu kama hivyo niko kuna juisi kuna nini. Kwa hiyo bane Masela anasemaje? Masela anasema kwamba yeye bwana Masela anasema yeye anakunywa tu, yeye ni mnywaji tu lakini sio mlevi. Kwa achaneni na hizo mbango zenu ambazo mnazizungumza. Bwana Masela emva headphone hapo kidogo. Hii watu wa YouTube msikate wala nini, iko fresh, haina shida. Hadi haina shida. Sasa okay nani? Unakumbuka hiki kichekesho hapa? Nakumbuka hii. Hebu isikilize vizuri. Bwana Mjombi, wewe acha tu hapo. Nimechanganyikiwa sana bwana. Na mimi nimekuja kwako hapa kwa sababu najua wewe hapa mjini hakuna ninayekusumbua vijana wote Masela, hakuna ninayekusumbua wote bwana. Sasa yule jamaa yule alombaka mpweo. Yule jamaa alombaka mpweo. Bali mimi sitaki kusisikia. Wakati mtu yupo, umechukua sheria gani mpaka unamwacha? Mimi nataka nimtandike lakini kaona nini? Unamwacha vipi wewe? Unamkamata yule unamkutia ndio. Tumfuate. Twende. Sasa mimi niko huyu hapo bwana mwenyewe. Huyu ndo anamjua? Yeye huyu jamaa huyu ndo anamjua. Wewe ana tabia hizo. Huyu kana shati mwili wake mwenyewe ukimwangalia tu. Tabia hizi. Ndio huyu anatembea na mpoa wako huyu. Tuone una tabia mbaya. Hawezi. Unavyoangalia mimi na tabia mbaya. Huyu ndo kasema. Vipi nyinyi mbona sielewi? Ndio huyu sio huyu. Niambie. Nikupapalishe naye. Huyu sio huyu. Mbona nyinyi sielewi? Na sasa vipi wakati wote unabidi uanze basikiza bwana. Siku nyingine angalia na watu wenyewe kupanda. Wakiamua wenyewe uendelee tu. Sikiza bwana. Sebene lo maliza nao. Tukubana nao. Sebene. Ukanae huyo. Chiji. Kwako msikilizaji, kwa sababu ulikuwa unasikiliza this, hii ilikuwa ni moja kati ya maigizo yao yeye na bwana Bambo, ambapo Bambo alikwenda kumpelekea taarifa bwana Masela kwamba kuna mtu amembaka mpwa wake. Kwa akamwambia bwana, akasema Bambo akasema mimi nilitaka kumtwanga lakini nikaona ngoja kwanza bwana, ngoja nikufuate wewe kwa sababu wewe kidogo mwenzangu uko vizuri. Sasa Masela akasema watu kama hao ukifika unapiga tu. Sasa kufika kukutana na mvinje kidari nini kama jamaa wa vyuma. Masela anasema huyu jamaa ndo anamjua anaurusha mpira kwamba it was funny. Yani ilikuwa inachekesha sana, ukiangalia ilikuwa inachekesha sana. Hii sasa ilikuwa ni project yako ya Bambo ilikuwa? Hii ni ilikuwa project ya Bambo. Ya Bambo ni itapaa ikabidi ufanye. Na ukiangalia hususan hicho kichekesho kinafundisha kitu hapo kwamba usikubali kwenda kwenye ugomvi bila kumjua mtu wa aina gani. Ukasema sebene hilo. Kwa sababu aliponipeka nikaangalia mtu mwenyewe kwanza, hata si wawili. Hatumudu. Nimuuliza ndugu yangu una uhakika? Ndio huyu. Nikamwambia kuna tatizo. Kwa sababu nikaona mtu mwenyewe tena nikisema nimvamie, afu mimi ndio nimekuwa front. Utakuwa shida. Utaangukia pua. Okay. Bambo unamzungumziaje na namna ambavyo mmefanya kazi? Maana ni mmoja kati ya watu ambao wanaonekana mlikuwa mnafanya kazi kwa pamoja na nini na kuweza kufanya vitu vizuri kama hivi. Bombe naweza kumzungumzia kwamba kwanza ni brother. Bambo ni brother, pia naweza kusema kabla mimi sijawa Masela, Bambo alishakuwa tayari. Kwa mimi kwanza nilikuwa shabiki wake mzuri sana. Okay. Kwa sababu Bambo alianza yeye, nadhani unakumbuka msimu wake alisumbua sana. Baada ya Bambo akaja Kingwendo hapo. Bambo na nyama yao. Kingwendo akaja Mtanga. Baadaye wakawa kama timu moja. Kwa hiyo Bambo mimi tunaheshimiana na anachompendea ni brother ambaye anamheshimu kila mtu. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya kazi kama wote ni kitu kimoja. Watu hana ile ubaguzi kwamba yeye kwa sababu mkubwa au mimi ni mdogo. Hapana, tunaishi tukiwa wote sawa. Tunasikilizana. Mimi ninapokuwa na jambo langu atakuja kwa wakati na mimi atapokuwa na jambo lake nitaenda kwa wakati. Na uchekeshaji wote tumetengeneza tasnia hiyo ya kwamba tunaheshimiana, tunashirikiana. Kwa hiyo ukichunguza sana sasa hivi wachekeshaji sisi wengi tuna complain unyoko wenyewe. Kwa sababu tunaona kwamba tutaharibu
soko letu. Kwa hiyo tunaishi kama kuna madogo ya kupazana labda kwenye kazi basi tunamaliza. Okay. Sasa kuna binadamu ambaye anaishi bila kutokea lolote, na kikubwa zaidi tunaweza tukabishana kwa kujenga, lakini sio tukabishana kwa jambo lingine. Safi sana. Tuzungumzie heshima. You know, kwa mfano wewe umezungumzia hapo upo for more than 30 years now, zaidi ya miaka 30 yani. Wewe umezungumzia kwamba umemkuta Bambo, na hata tuliongea na mzee Senga hapa, naye yalianzia kwenye 80s huko, kwa hiyo ana miaka mingi zaidi yenu na wengine wote. Legacy unaitazamaje heshima? Sisi hapa leo tumekuita kwa ajili ya kukupa heshima yako, sio kama hivi, na pengine leo watu wataendelea kujua unapaswa kuheshimiwa kiasi gani, lakini kwa upande wenu watu kama Bambo na wewe mwenyewe unatazamaje nafasi ya heshima katika jamii yetu? Kwa nafasi ya heshima kwangu mimi wewe na hawa kina Bambo, Kingwendu ambao umewataja, nafasi inatazamaje? Because katikati hapa sitaki kuzungumzia hili kitu sana, lakini ni kama baadhi yao walikuwa wako disappointed. Kuna tunzo za heshima zilitolewa hapa na nini, watu wakaona kama bado kidogo kutambuliwa yale ambayo mmeyafanya kwa muda mrefu, ni kama nusu hivi 50-50, yani bado, yani sio kwa ukubwa ule ambao unastahiki. Okay, mimi naweza kusema kwamba labda niongelee tu upande, unajua kuna vitu vingine sio vya kujificha. Naamini kwamba kwa kazi ambayo tumefanya mpaka muda huu tuliokuwa nao, heshima zetu zilibidi zisaminike, lakini zisaminike kiukubwa kama vipi labda nasema. Naamini labda mimi niombe upande wa serikali yetu kwamba kuna tunzo ndio zinatolewa naziona, lakini huwa nashindwa kuelewa vigezo vyake vinatumika. Na kuna tuzo nyingine zinatolewa naambiwa Masele labda nipeke kazi yangu, wakati Masele mimi najulikana. Nipeke kazi gani sasa wakati Masele anajulikana, wakati tayari kitambulisho. Sasa napopeka kazi na mimi naenda kuomba. Kwa kuna tuzo nyingine wanabidi wakae waangalie vigezo kwamba kuna watu wametoka hapa mpaka kufika hapa. Sasa je, tunzo hizi tunawapa kwa design ipi? Na kuna tuzo nyingine hapa zimetengenezwa ambazo ni tunzo tu za watu wenyewe binafsi. Kuna tunzo hapa sizitaji zimetokea, kuna watu wamewekwa wenye majina makubwa kama wameenda kuangushwa. Mimi naona kuna mtu namjua anakusaje tunzo. Lakini kuna watu wana tunzo ambao ukimwangalia hata miaka 5 ana. Hiyo tunzo ametoa wapi? Je, kuna vigezo gani? Kwa kuna tunzo za kupeana wenyewe kwa wenyewe, lakini ikiwezekana serikali ikakaa kutengeneza mchakato mzima, kuna watu husika ambao wanabidi wapate tunzo. Mimi naona itakuwa vizuri sana, kwa sababu kuna watu mwisho wa siku watakuwa nasononeka kwamba nakupa mfano mwingine ambao simtaje mtu jina, ni msanii mmoja tu alikuwa hapa Tanzania, walimdharau sana. Alipoenda nje akafanya vizuri, anarudi hapa watu wamemletea bendera ya Tanzania. Akaambia bendera ya nini? Sasa unasikia, unaona mtu anaikana hata nchi yako sio hakupewa support yoyote. Yaani leo mnaniona unakuja kunipigia bendera, mimi sina taarifa hiyo. Mimi nimekuja kama mimi. Sasa ile haitakiwi kuwa vile. Tusipeane heshima wakati tayari mwanzo tujapeana heshima. Unanipa heshima baadaye wakati nimeshangaika mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo jitahidi tupeane heshima na tupeane support mapema, kwamba hata ninapokuja au unapotoka, kwa sababu kesho inaweza kutokea jambo lolote lile. Kuna watu wengine sasa hivi wako nje, huyu Mtanzania, mtanzania ni leo ndio mnajua mimi Mtanzania. Nakupa tu mtu ambaye alijisikia vibaya yule mcheza basket Hashim Sabit. Wakati anarudi ndo anashangaa watu wanakuja na bendera. Sure. Bendera za nini sasa? So kifupi wewe ulichowafanya na of course kila mtu ameona vipi kuhusiana na nani na wasanii wenzako, nakupa heshima ambayo unatakiwa upewe? Ndio. Nashukuru wasanii wenzetu au wasanii wenzangu wanafanya hivyo. Na sio mmoja tu, yaani kuna mtu anakubali na anajua basi alichokifanya. Na amini usiamini, mimi kuna wasanii wenzangu wengine wajua kuna naamini. Huwa tukiingia labda ikitokea tatizo la limetokea labda la msiba, ndio wanapokuja kunifuata na kunipa ongera. Naamini juzi kati nilikuwa kwenye mechi moja zilizokuwa zimeandaliwa kwa ajili ya Mama Samia Cup hapo. Kuna TV moja ambayo iliandaa na naamini Alikiba ndio alihusika, lakini mazingira nilikuwa sijawahi kutokea katika mchanganyiko wa watu vile. Kwa hiyo nilipotokea pale watu waliamaki, sio hawajawahi kuniona. Yaani kwamba kila mtu alinifuata. Kuna watu ambao mimi kuna mtu kanifuata pale, mchekeshaji mzuri, nikamwambia mimi shabiki wako sana, akakataa, akaniambia hapana, yaani mimi ndio shabiki wako wewe, yaani mimi mzee. Nikamwambia unafanya vizuri, yaani anaona anamdanganya.
Wakati mimi pia nafurahi. Yeah. Alafu namfuatilia, nikaambia ngoja kuonyesha kama nafuatilia. Sure. Akashangaa, yani Masele naye ananifuatilia, akajua labda sisi tunaishi labda mtu fulani mimi siwezi kumkubali, kumbe mganga jigani. Yeah. Kuna Kwa sababu ya pengine Masele ni kwa sababu ya lifestyle yako. Yani kwa mfano kama mimi kama singekuwa bwana meneja hapo ingekuwa mbinde. Kivipi tusingekupata? Kunipata mimi. Nimemtafuta bwana mkubwa usiku wa manane, nikamwambia bwana huyu bwana inabidi apatikane, lakini si mmoja. Tunashukuru bwana, kanambia kama ni wewe bwana anakuja. Kwa nashukuru pia. Nimejaribu kutengeneza hivyo watu ili kulinda, unajua watu wanashinda kulinda brand yako, sio upost na magari makali, sio nini, hapana. Kulinda brand ni kujiheshimu na kutokuonekana ovyo katika sehemu ambazo husiki. Mimi nitakuja kusema kwamba mimi ninahitajika, lakini sio nizurule tu bila nafasi ambayo ya muhimu. Kama mfano anasimama katika upande, kuna yani mimi kunipata kwenye simu yangu, mimi lazima yeye simu ipite kwake, ajue huyo mtu ni muhimu na Masele, kwa sababu kuna wengine tu mieusho tu. Sahihi kabisa, sahihi. Na pia najilinda kwa mambo mengi, unaweza kuvutwa hata sehemu kwa ni hatari kudhalilishwa tu bwana, Masele ukaenda kwa sehemu ikatokea jambo lote. Sahihi kabisa. Ikawa umelinda heshima yako kwa muda mrefu, afu unakuja kuharibu Sean. Kiwepesi Kiwepesi sana hapa. Kweli kuna vitu tu wenyewe tujiheshimu. Kwa sababu mimi sasa hivi ni mtu mzima, naweza kusema. Yeah, of course. Mimi sasa hivi naenda miaka 45. Sure. Kwa hiyo bado mingapi hapa nichezea na 50. Kwa hiyo nashukuru Mungu mpaka leo niko hapa. Yeah. Watu wanasema Masele uko tu vile vile, hapana. Nikamwambia ninakujiheshimu na kutulia. Yeah. Kuna wakati fulani watu wanasema Masele kafariki, kama ushasikia leo. Sio nilikuwa hilo ni moja kati ya maswali ambayo nilikuwa nimeweka. Hivi ilikuwaje ile mpaka watu wakakuzushia umefariki? Ile ilikuwa wakati wa msiba Kanumba, alipofariki Kanumba akaja Langa, mimi nilipata ajali Tanga. Ulipata ajali Tanga. Ikazuka kama nimefariki. Lakini watu wakarusha kwa watu wengine bado kaingangania. Sasa watu wengine sasa wanashangaa mbona Masele anaonekana kwenye mtandao na kueje. Akibada nikaweka wazi na kuna muda silikuwa nimetulia tu. Na nikarudi sasa ile ajali ilikuwa nje muda mrefu kidogo. Nikabidi nitulie. Nilikuwa na vitu kwa show hivyo. Nikatulia kidogo. Sasa nikaona kama kuna jambo gani linaendelea hapa. Nikabidi nikae nje ya uwanja kidogo. Niangalie watu wanachezaje. Sababu msikitoke ukiwa ndani ya uwanja huwezi kujua yani huko nyuma watu wanakushangilia au unabidi kidogo na wewe unakaa nje ya uwanja unaangaje na mashabiki kweli wangapi, sio tu nacheza kumbe nyosho kumbe hivyo kama hivyo. Kwa hiyo na hiyo inahitaji uvumilivu tu. Yaani ukiwa na kitu kizuri na umeacha tasnia vizuri katika soko lako, hata ukirudi kesho watu wanapokea kwa sababu wanajua huyu mtu huwa anafanya kitu kinachoeleweka. Kwa kikubwa tu mimi huwa napenda kuambia wenzangu wasitakiwe kuchoka, yani wasio na idea za kuchoka. Baadaye bwana hii ilikuwa inazungumzwa, lakini baada ile story ya kwamba umefariki na nini, baadaye ilivozimika wakasema bwana Masele kafichwa, baada ile ajali kafichwa, kuna mtu kamficha. Bana meneja umenielewa hapo Jabiri mambo yake. Katika kuuguzwa Masele kafichwa. Kafichwa na nani? Mimi yeye keshaelewa wewe. Hivi ilikuwa kweli au ndugu yangu? Sio mbaya lakini si ndio Sasa nilikuwa natibiwa. Kwa sababu nilitibiwa akili. Ukatibiwa akili kimwili. Ili nikae niwe active tena kwa sababu nishaona natoka kwenye mchezo. Basi unajua ndugu yangu, kazi na dawa. Na matibabu mengine ni madogo tu, upendo, furaha. Kwa watu wakaona huyu sasa afu Tanga ujue. Yaani kwa sababu Tanga unaambia Tanga ukienda leo wakati unarudi. Kibao cha kweli. Unasema Tanga kuna kibao cha kweli. Hakuna kibao cha kweli. Ukienda leo unarudi mwakani. Kabisa. Lakini kweli kwamba huyo mtu ambaye alikuwa anafanya hivyo ndio ambaye alikuwa responsible na hiyo ajali pia, ni kwamba alikuwa huyo mtu nilikuwa naye kwenye ajali. Ulikuwa naye au yeye ndo alikugonga? Yani huyo ambaye unasema mimi unamwangalia yupi? Huyo ambaye wanasema kwamba yani ambaye alihusika na hayo maficho hayo. Kwamba ni yeye alikuja kukupa pole, yani kwa no kwamba yeye alikuwa responsible, lakini ndio mkajikuta sasa mmeingia kwenye sio kumpa pole yenyewe. Sio yeye. Hilo ina maana alikuwa ni mtu wa karibu tu. Yani alionetea, yani nilikuwa nimetoka kushuti tu narudi. Kuna nafahamu watoto wa Tanga wale wa Kiarabu na kipizana na pikipiki. Mimi nilikuwa na tu kwenye sehemu moja ambayo Tanzania pana uzaza samaki. Na kata kona kuelekea
town. Sasa wale umeovertake ice, kwa hiyo akaja kaingia kwangu. Kwa hiyo alikuja akanivaga, baada kunivaga sasa pale ile sehemu ilikuwa sio nzuri. Nikaona kuna watu kama wanataka kunivamia, nikabidi nisogee na gari pembeni ili niweze kuipaki vizuri. Sasa pale kilichotokea nilishambuliwa tu na watu wakanizunguka katika ile gari. Wakati wameshika mawe, kwanza gari ikaanza kupigwa mawe, matairi yakawa yanatobolewa na visu. Mimi nikasema siwezi kushuka kwa style hii kwa sababu haina usalama. Siwezi kushuka kwenye gari mpaka nipate labda ulinzi, mimi nitashuka. Sasa wale walikuwa wanataka nishuke ili. Kwa hiyo kwa muda ulipokuwa unaendelea ndio vyo vikawa vinavunjwa hadi vya pembeni. Kwa hiyo nikaanza kuzunguka na zile chenga. Lakini nashukuru katika ile tukio pale kuna askari mmoja alikuwa pale. Akabidi apige simu. Ikapigwa simu ile inakumbuka ilipigwa simu kwa Lapisida. Kwa Masela na wao. Ikapigwa tena simu. Walikuwa wanataka kukua kweli. Ikapigwa simu tena Tanga kaja pale na defender na askari wengi ndio wakapiga hadi risasi pale kwa sambaza watu. Kwa sababu alikuwa mimi nimetokea mlango wa nyuma wa gari. Kuna mtu akanistop akanificha kwenye. Kwa hiyo yule aliyogonga wao alidhani umemgonga. Na mimi sijamgonga yule, lakini baadaye kuja kupima ile ajali kwambia Masela na makosa, mwenye makosa leo. Kwa hiyo alikuwa anasimama kwa Tanzania kwa sababu waliponigonga yule. Wenyewe waliwahi kumchukua. Ndio walimkimbiza kwa sababu hana leseni. Alafu niwe kwa hiyo nilimgonga simuoni, kumbe wamembeba chapa pale kumficha. Mimi ikabidi nisogee pembeni nisimame. Kwa sababu siwezi kukimbia. Kwa hiyo ikabidi nisimame kwa sababu gari linajulikana. Kwa hiyo nakimbilia wapi? Kwa hiyo ikabidi nisimame. Katika kusimama ndo kosa sasa. Kwa hiyo nikikimbilia polisi tu moja kwa moja. Kwa wale majeraha alisababishwa na kipigo au vyote kwa pamoja, ajali na kipigo? Na mimi majeraha alisababishwa na vioo vile. Kwa sababu walikuwa wanapigania, walikuwa kwa serious kwa sababu nipo na mawe kwanza kiocha.